Jana nilikuwa namsikiliza jamaa mmoja, alikuwa anazungumzia mambo ya kiroho. Na mimi mwenyewe ni mmoja wa watu wanaozungumzia mambo ya kiroho. Alikuwa anasema watu wengi wanadhani kwamba akienda dukani akanunua dawa, anadhani labda ile dawa inaenda kumponya yenyewe dawa. Anajua ile dawa ndio inaenda kuponya mwili. Hapana. Japo inaweza ikawa hivyo, lakini tafsiri yake sahihi ni kwamba dawa inasaidia mwili wenyewe kujiponya. Mwili wa binadamu umeumbwa kujiponya wenyewe. Kwa sababu unaponunua dawa na kumeza dawa, basi hiyo dawa inaenda kusaidia mwili kujiponya wenyewe. Hayo yalikuwa ni maneno yake huyo mtu. Labda na unaweza kuwa umepita pita huko umemuona. Mwingine anaweza kadhani labda mimi napiga tu story hii. Lakini ndio hiyo. Katika kuongelea hii mada, nimekuwa nikifundisha mara kwa mara. Nikawa nasema kwamba kuna frequency, kuna high frequency, kuna low frequency. Ninakufundisha hizo elimu, nikawa nakutajia ishara za high frequency, nikakutajia na ishara za low frequency. Nikakwambia kwenye low frequency ndo yanaishi mambo ya giza, nikakwambia kwenye high frequency ndo kuna ishi masuala ya mwanga. Hekima, shukrani, upendo na utajiri unaishi kwenye high frequency. Nikawa nimesema uwezo ukapata matangazo ya Radio Clouds ukiwa umeweka TBC FM. Ukitaka matangazo ya Radio Clouds lazima uende kwenye Clouds ndio utasikiza matangazo ya Clouds FM. Lakini kwa nini nimezungumzia mtu aliyekuwa anasema mtu akinunua dawa, ile dawa inaenda kusaidia mwili kujiponya? Katika kufundisha low frequency na high frequency, na pia nilikuwa nimegusia vituo vya nishati kwenye mwili wa binadamu. Na pia nikawa nimetaja akili mbili alizonazo binadamu. Nikawa nimetaja kwamba mwanadamu ana akili ya mbele na ana akili ya nyuma. Nikawa nimesema hiyo akili ya mbele inakuwaga inafanya kazi kwenye mawimbi ya beta. Nikasema mawimbi ya beta ni mawimbi ambayo yanafanya sisi tusiwe machizi, mawimbi ambayo yanaopaleti maisha yetu ya kila siku. Nikasema kwenye akili ya nyuma yanaopaleti mawimbi ya alpha na beta na theta. Nikawa nimesema ukiwa mtoto akili yako ya beta inakuwa haijaanza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo unakuwa unatumia alpha na theta. Unakuwa unatumia akili ya nyuma. Lakini kitu kingine nilichozungumza nikasema akili ya mbele kazi yake kubwa huwa ni kuzalisha frequency au mawimbi, kwa sababu akili ya nyuma haielewi picha, haielewi lugha yoyote, yenyewe inachoelewa ni mawimbi. Mawimbi gani yameingia na kwa kiwango gani? Basi kwa kiwango hicho ndicho ambacho inaenda kuamrisha mwili. Kwa sababu nilikwambia kwamba mwili wa binadamu ni mtumishi mzuri sana wa frequency. Mwili wa binadamu ni mtumishi mzuri sana wa hali yako ya ndani. Sasa hebu tuangalie hapa, ni katika kitabu kitabu hiki ni kitabu ambacho nimekitengeneza baada ya kwamba mtu unauliza maswali mengi sana. Sasa ukasema mtu unaweza kupata msaada wapi? Unaweza kwa na kitabu hiki kikakufunulia mambo mbalimbali. Sasa hapa tuangalie. Nimekwambia habari ya beta, nimekwambia habari ya alpha, nimekwambia habari ya theta. Nimeelezea kwenye vipindi vingine vilivyopita. Lakini hapa nitaenda moja kwa moja. Kwa nini huyu jamaa alisema dawa? Kwa nini anadiriki kusema dawa haiendi kuponya ugonjwa? Dawa inausaidia mwili kujiponya. Mwili unajiponya wenyewe. Ndio jinsi Mungu alivyotuumba. Sasa hebu tuanzie hapa, tuanzie mbali kidogo. Dunia ya sasa wote tunavyofahamu ina vitu vingi, imejaa mwanga wa teknolojia, lakini giza ni kubwa kwenye nafsi. Watu wengi tumepotea kwenye akili ya kiroho. Tumepotea katika mambo ya kiroho. Lakini kwenye masuala ya kiteknolojia na masuala ya kidunia, dunia ya nje ndio ambayo imetuvaa.
Sasa unaweza ukakuta mtu unaumwa, mtu una stress, mtu matatizo yanakubamba hivi na hivi, unakuwa na unaweza usijue ni kwa namna gani sasa imekuwaje. Hiyo 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 yote inatokana na hali yako ya ndani, jinsi unavyojisikia kutoka ndani, jinsi unavyojisikia kutoka ndani. Watu wanaumwa na vitu vinatokana na kukatoka kwa chanzo cha kiroho. Sasa kwa nini sasa watu wanapotea? Kwa mfano kwa saizi kuna stress ambayo haiko, unakuta mtu wewe unakimbizana na mapenzi, wewe unakimbizana na pesa, unakimbizana na kazi, unakimbizana na kuonekana, status uonekanaje au utaonekanaje kwa nje, yani unakimbizana na vitu vya nje, lakini ndani unabaki mtupu. Hebu twende tuangalie hizo point hapo, baadaye nitakwambia na maanisha nini. Pesa inakuwa chanzo cha maumivu kuliko faraja. Wengi wanaamini pesa ni nguvu ya nje, hawajui ni mtazamo wao wa ndani. Nitakupa sababu, na sio mimi tu ninayesema hivi. Nafikiri unaweza kuwa umekutana na watu wengi wanazungumza kuhusiana na hii. Mimi nitakupa sababu hapa. Ndio maana nikakwambia kitabu hiki ni ufunguo wa elimu za kiroho. Na kama unavyofahamu elimu ni bahari. Mimi ninayeeleza hapa sio kama najua sana, lakini unakuwa na ufunuo wa baadhi ya mambo. Sasa ukiwa na ufunguo wa baadhi ya mambo, huwezi kukaa nayo tu. Sasa inakuwa maana yako ni nini? Yaani maana yako ni nini duniani? Unakuwa na kitu kizuri afu hutaki kushare na wengine. Yaani maana yako inakuwa ni nini duniani? Unakuwa na kitu chema afu hutaki kuambia wengine. Na ukisikiliza jambo jema kama hili, unatakiwa na wewe uwe mkombozi kwa watu wengine. Sio uchukue hapa uende ulipeleke moja kwa moja. Ni vizuri ukalichukua wewe mwenyewe ukalichagua na ukalichambua na utashi wako, kwa sababu wewe mwenyewe una utashi, ndio maana wewe ni binadamu. Kisha ndio ukalipeleka huko, ulichambue uone kwamba lina ukweli kiasi gani, lina kiwango gani cha kwamba naweza nikalifikishaje sehemu nyingine. Hapa tunaambiwa kwamba pesa ni mtazamo wa ndani, ndio fedha. Fedha haitokani na maisha ya nje. Fedha inatokana na mtazamo wa ndani. Kwa namna gani sasa? Tuendelee kusoma hapa. Kuna kitu kingine, mapenzi yanakuwa ni majeraha ya zama hizi. Yaani watu wanaendeshwa na mapenzi. Hata ukija ukiangalia mfumo wa zama hizi, yaani utake usitake, utaangalia nyimbo nyingi zinatoka ni za mapenzi, za mapenzi, za mapenzi. Sio kwamba watu hawawezi kupenda, ni kwamba wanapenda wakiwa wanaendeshwa na vitu ambavyo hawajavijenga. Yaani vitu vinawaendesha, hawajitambui wenyewe kutoka kwa ndani kwamba upendo ni kipengele gani katika roho. Upendo, kwa nini upendo unawaendesha? Wanakuwa hawaelewi. Na watu wamezoea kukimbilia kwa waganga, wamezoea kukimbilia dawa mbalimbali na vitu vingine vya nje, wakizani kwamba labda dawa au mtu atawaponya, wakizani kwamba kitu cha nje kinatengeneza kitu cha ndani. La hasha. Lakini ukweli na kusomea hapa maandiko haya kwenye kitabu, alafu tutaongea mambo kidogo hapo. Nataka upate kwa ufahamu kidogo jinsi nilipoanzia hapo, kwa nini jamaa alisema hivyo. Na watu kwenye maisha haya hawajui siri moja kwa moja. Katika maisha haya mtu huwezi kuvuka kiwango cha frequency ulioizoea. Ni sawa hata kama wewe unaenda kuanza mazoezi ya riadha leo, huwezi ukaanza na ukaenda kushindana na watu ambao wanafanya mazoezi kila siku. Umeelewa? Kwa kikao kidua hivyo hivyo ndio hivyo utakavyokuwa. Yaani inakuwa ni changamoto kuvuka kile kiwango ambacho wewe unafika. Ni katika mazingira yoyote yale. Yaani usipojituma huwezi kuvuka hicho kiwango. Ili uweze uwe mwanariadha mzuri lazima ufanye mazoezi. Leo ulifika hapa, kesho ufike pale. Wanasema ni hatua ndogo ndogo. Hata kwenye mpira ndio hivyo. Hata wanaoenda gym, ukienda gym siku ya kwanza unarudi nyumbani umechoka. Uwezi ukafanya kama wanaoenda gym kila siku. Wanaoenda gym watakuwa wanaelewa, ambao waliona mara ya kwanza ilivyokuwa ngumu, lakini jinsi ilivyokuwa ni kama rahisi kwa wale ambao wamezoea. Unaweza kaelewa hichi kitu. Kwa mwili wa binadamu au maisha hawezi kuoperate kwenye frequency ambazo hujazizoea. Lakini kuna frequency ukizizoea inakuwa ni mazoea yako, yani ndio mazoea yako. Kama ilivyo kwenye mazoezi. Ukiacha kwenda mazoezini ndio hivyo unakuwa legelege. Ukiendelea kufanya mazoezi ndio hivyo unakuwa wewe sio legelege. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye mambo ya kiroho.
Sasa hebu tuangalie, nazungumzia tu frequency. Tuangalie ramani ya frequency ya mtu. Ramani ya frequency ya mtu. Frequency mzunguko wake ni upi kwenye mwili wa binadamu? Kwenye mwili wa binadamu kuna mwili, kuna akili, kuna roho. Hebu tuangalie hivi vitu. Kila mtu tunaambiwa kila mtu ana mzunguko wa nishati unaoamua maisha yake. Hii haimaanishi kuwa ni uchawi, ni falsafa ya kale inayojulikana tamaduni nyingi. Kila mahali kuna asili na tamaduni yake. Wewe unafahamu hivi. Wahindi kuna kitu kinaitwa prana, Wachina wanaita Q, Wamisri Ka na Ba, Wamakonde, Wachaga, Wazaramo, nguvu za mizimu. Wote tunajua kuhusiana na hii. Sasa tuangalie frequency tatu za binadamu. Mimi sina cha kusema kwamba eti jiunge na grupu uje ujifunze au sijui nini. Wewe mwenyewe kama unataka elimu ya hivi unaweza ukanifuata, au unaweza ukachukua kama hichi ni kitabu kinauzwa shilingi 25,000. Unatuma pesa yako, una screenshot muamala wako, unanitumia WhatsApp, unapata kitabu kupitia WhatsApp. Kitabu kipo kwenye soft copy. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tunasimuliana hivi, tunasimulia kitu ambacho kipo. Ni maswali ambayo tayari yameshajibiwa, na hichi kitabu kinakusaidia kufahamu mambo mengi. Itakuwa ni ufunguo wako wa kodi nyingi za kiroho kwenye Biblia, kwa mganga, kwa watu wanaosema tafuta pesa kwa namna hii, watu wanaosema mitishamba asili. Utajua utendaji wa mitishamba kupitia hichi kitabu. Ni kirefu, hatuwezi kuongea yote, lakini leo nataka niongelee masuala machache kuhusiana na hii. Nataka nikupe mzunguko. Kwa nini mwili unajitibu? Yaani kwa nini mwili unajitibu? Kwa nini ukimeza dawa mwili unajitibu? Sio kwamba dawa inaenda kutibu mwili. Nataka nikueleze sana moja hapa kabla ndio maana tumeanzia mbali. Haya mambo yanahitaji uelewa kidogo. Tumeanzia mbali ili nikulete kwenye zana yenyewe uone kama utaelewa au hutaelewa kutokana na mitazamo yako wewe mwenyewe. Frequency tatu za binadamu. Ya kwanza ni akili, mental frequency. Hapa tunajadili mawimbi aina tatu kwenye ubongo. Katika somo yaliyopita hapo, kila siku huwa nasema kwamba wewe ni shahidi. Kama sio shahidi, basi uliza wengine. Inasadikika ni ngumu sana kumloga mtoto. Kwa nini? Mtoto akiwa mdogo anakuwa anaoperate kwenye mawimbi ya alpha na theta. Mawimbi haya yanaoperate kwenye high frequency peke yake. Nielewe. Haya mawimbi yanaoperate kwenye high frequency ndio asili yake. Yaani asili yake inaoperate kwenye high frequency. Wewe ulizaliwa kwa nia njema, kwa wema tu. Mambo ya duniani tu ndio yamekufanya, kama tulivyoyajadili hapo mbele. Stress, mapenzi, kazi, na mambo mengine, mambo yanayosababisha watu tunapotea kiroho. Tunakuwa tunapuuzia mambo ya muhimu. Watu tunakuwa tunapuuzia na tunakuwa hatuelewi kuhusiana na nguvu yetu ya ndani. Ukisikia kwamba binadamu ana nguvu ya ndani, unakuwa unaona kama ni mambo ya ushirikina, sio ni vitu gani? Yaani hivyo jinsi ulivyoumbwa, hivyo ndio jinsi ulivyotengenezwa na hii dunia ambayo tumezaliwa tukaikuta mazingira yaliyopo, watu wanaokuzunguka hivyo. Cha kwanza ni akili. Hapa ndipo mawimbi ya beta, alpha na theta yanafanya kazi. Nielewe. Beta, usione kwamba beta labda kama hujui. Beta ni mawimbi ya sauti. Beta ni mawimbi ya frequency kwenye hizi bongo tatu au bongo mbili. Beta ni mawimbi ambayo yanaoperate kwenye akili ya mbele. Elewa hivyo. Beta ni mawimbi yanayooperate kwenye akili ya mbele. Ndio kitu ambacho kinafanya wewe, ndio hivyo, ukiangalia ile rangi unasema ni rangi nyeupe, ukiangalia unasema ni blue, ukiangalia ile pale yaani unakuwa ndio hii beta. Beta inafanya kazi kwenye ubongo wa mbele. Nielewe. Kama hutaki kunielewa au kama unaona nakuchanganya, hebu fuatilia hili swala kiundani. Labda mimi naweza nikawa sina sanaa nzuri ya kukuelewesha. Alpha na theta. Alpha na theta inaoperate kwenye akili ya nyuma, subconscious mind. Kazi ya beta ni nini? Kazi ya beta ni kutafsiri mambo.
Kazi ya beta ni kutafsiri mambo. Sio kutafsiri mambo tu, kukulinda. Inakulinda na vitu vingi sana. Beta haiwezi kapeleka frequency kwenye akili, kwa sababu beta inapeleka mawasiliano kwenye akili ya nyuma. Akili ya nyuma ndio inaamrisha mwili. Elewa. Akili ya nyuma ndio inaamrisha mwili. Akili ya nyuma ndio inatuma mawimbi fulani kwenye mwili wako. Inatuma kiwango fulani cha inatuma uamsho kulingana na mawimbi iliyopokea kwa muda huo kutoka kwenye beta. Si unanielewa? Kwa mfano, kipi kinakufanyaga uogope ukiangalia kitu cha kutisha? Ukiangalia kitu cha kutisha, automatic utajikuta tu umejenga hofu pale, umeogopa. Utaona umejenga hofu pale, umeogopa. Unaogopa sana. Unaogopa, unashtuka sana. Kitu gani kinafanya hivyo? Ni kwa sababu ya mawimbi yaliyoingia kwenye alfa. Alfa imepokea mawimbi ya wasiwasi. Mawimbi ya wasiwasi hayo yanafanya na kuchanganya thamani. Sio alfa. Akili ya nyuma imepokea mawimbi ya wasiwasi. Ikipokea mawimbi ya wasiwasi, inaamrisha mwili, homoni za uoga zinatoka. Ufanyaje? Ili urespond. Yaani ili mwili wako uhame, lazima homoni zitoke zinazofanyaje? Zinazokupa nishati ya kuhama kwenye hatari. Si unanielewa? Akili ya nyuma inaamrisha mwili utoe homoni. Homoni zinatoka wapi? Homoni zinatoka kwenye tezi. Haya. Tuendelee mbele hadi tupate mada yetu ya leo. Ni kwamba tunajadili kauli ya jamaa mmoja kwenye Facebook. Alikuwa anasema kwamba kwa nini tena, sio asemi kwa nini, anatupa ushuhuda kutokana na taaluma yake kwamba dawa unaenda kununua kwenye duka la dawa au hospitali na kumeza, ile sio kwamba inaenda kutibu mwili. Hapana. Ile dawa inaenda kusaidia mwili kujiponya. Ndio maana yetu. Sasa tuendelee. Beta, kazi ya akili ya mbele ni kubadilisha kila kitu kuwa mawimbi. Hao mawimbi yanaweza kama mawimbi ya chini au mawimbi ya juu. Furaha, shukrani, amani na upendo na vitu vyote vizuri ni high frequency, ni mawimbi ya juu. Hofu, chuki, hasira na nini ni mawimbi ya chini. Kwa kazi ya akili ya mbele ni kubadilisha kila kitu kuwa na kutuma mawimbi kwenye akili ya nyuma. Akili ya nyuma inapokea mawimbi, haipokei picha, haipokei Kichina, haipokei Kifaransa, haijui lugha yoyote. Inajua tu mawimbi yanayoingia ndio inayoyatuma kwenye vituo vya nishati za mwili. Sasa hebu tuendelee hapa. Akili ndipo mawimbi ya beta, alfa na theta yanafanya kazi. Hebu fuatilia masomo yangu ya nyuma niliyofundisha kuhusiana na beta, alfa na theta. Nilikuwa nimefundisha kwa undani sana. Sasa nikaendelea kuongelea hapa kwa sababu tutashindwa kufikia tulipotaka kufikia. Ndani ya akili kuna imani, kuna mitazamo, kuna kumbukumbu, kuna majeraha ya zamani, kuna maamuzi, kuna hofu, kuna ndoto na maono. Ukibadilisha hili, unabadilisha maisha kwenye akili yako. Nilikuwa namwambia mtu mmoja kwamba hivi unafahamu kama kwenye akili yako ya ndani kuna ndoto ambazo ulikuwa unaziota ukiwa mdogo, ukiwa na miezi 3. Kwa sababu ile hali uliyokuwa ukilala unapata ndoto ukiwa mdogo, ndio hiyo imeendelea hadi ukubwani. Sema kilichobadilika saizi ukubwani ni kwamba wewe unapuuzia ndoto. Yaani unapuuzia ndoto, unaona kama ni vitu vya ajabu. Kwa ajili gani? Kwa sababu dunia ya nje imekuaminisha vitu fulani fulani. Ninaposema imekuaminisha vitu fulani fulani, yani kuna vitu vikiwa vigeni, mwili unashindwa kufanyaje? Mwili unashindwa kurespond na unavipuuzia kutokana na akili ya mbele, ndio kazi yake. Kuna jamaa mmoja alikuwa anasema, kuna jamaa mmoja anaitwa Duka Huru. Nilikuwa nimeshare hapa kwenye account yangu. Alikuwa anasemaje? Akasema hebu jaribisha leo, kama unavaa saa mkono wa kushoto, weka mkono wa kulia. Yaani kuna jinsi fulani utakuwa unajiona kama umekosea wakati hujakosea chochote. Hiyo ni kulingana na jinsi akili yako ya mbele inavyotuma mawimbi kwenye akili ya nyuma. Kwa hapa kuna makosa. Hapa kuna makosa. Kwa akili ya mbele ndio adui. Akili ya mbele ndio shetani. Akili ya mbele ndio adui namba moja anayekukwamisha. Ndivyo kwa nasema yule jamaa, hii ndio zanda yake. Akili ya mbele inafuata hali ya jinsi mambo yalivyo. Wewe leo kitoka hapa ukaenda Umakondeni, utakuta kuna mila na desturi zingine. Kuna matukio ukiyafanya kule watakuwa wanashangaa.
wewe utakuwa unaona ni kawaida, kwa sababu akili yako ya mbele inajua ni kawaida. Lakini jinsi utakavyozidi kuisha, mitetemo ya kule itakuvaa, utaacha tabia za huku, kitu ambacho kitakufanya siku umerudi huku labda uliko, watu watakushangaa tena umeiga tabia za kule. Kwa hiyo ndio hicho ninachokuambia, mwili ni mtumishi mzuri sana wa frequency. Elewa, ukisikia mtu anakuambia maneno yana nguvu, anakuambia maneno ndio nguvu, maneno ndio yanaumba, maneno ndio kila kitu. Maneno haya ndio nguvu kubwa. Nguvu kubwa ipo kwenye maneno. Ndio hicho kitu. Kwa sababu ukiambiwa neno fulani ukapata picha yake, ndio umepiga muhuri. Yaani ukishapata picha fulani, hasira, ukapata picha ya hasira, akili inaandika hasira. Umeelewa? Ndio maana mtu anakuambia kwamba unavyokuwa unafanya dua, usipende kujiambia sitaki shida. Usipende kutaja vitu hasi. Sema moja kwa moja kwamba mimi nataka furaha, amani na upendo. Alafu isikie ile furaha na amani na upendo kama imekuingia. Hapo ndio umekuwa umefanya dua ya nishati, dua ya nia njema. Lakini ukiwa unataka sitaki hiki, nakemea upumbavu. Ukishataja tu upumbavu, akili yako inajenga picha ya upumbavu ni kitu gani. Umeelewa? Sasa tuendelee. Tulikuwa tunajadili kuhusiana na akili, jinsi akili inavyofanya kazi kubwa katika kuamrisha mwili. Akili ya mbele inapokea kila kitu, inatafsiri kila kitu, ndio utambuzi wetu. Inapeleka kwenye akili ya nyuma. Akili ya nyuma inazalisha nguvu ya kuamrisha mwili. Inaamrisha mwili kupitia nini? Ndio swala la kujiuliza. Sasa ngoja tumalizie hizi mbili ili nikwambie akili ya nyuma inaamrisha mwili na mwili unajibu kupitia vitu gani, ili uweze kuelewa kwa nini huyu jamaa anakuambia dawa inaenda kusaidia mwili kujiponya. Namba 2 ni roho. Tumesema frequency 3 za binadamu. Hizo ni frequency 3 za binadamu kuu. 2 ni roho. Hapo ndipo kuna hisia, hapo ndio kuna mwongozo, hapo ndio kuna malaika, hapo ndio kuna ancestors, mababu. Hapa ndio kuna nguvu ya maombi kanisani, ibadani, kwenye dua. Hapa ndio kuna nguvu ya shukrani, hapa ndio kuna nguvu ya upendo kwenye roho. Vyote hivyo vinatokea kwenye roho. Mtu anaenda kumtongoza, anasema wewe dada, nakupenda kutoka kwenye moyo wangu, chini kabisa kule uvunguni. Anakuwa anamtongoza mdada wa watu. Ili picha yake, maneno anakuambia maneno yana nguvu. Huyo mdada anajenga picha ya upendo ni kitu gani, furaha inamvaa, anasahau shida zote. Hivyo, kwa anakuambia maneno yana nguvu. Kwa hiyo frequency ya kwanza ni akili. Akili kama nilivyokuambia kwenye beta, akili inaoperate kwenye mawimbi ya beta, alpha na theta. Kwenye beta ni akili ya stress. Stress, unadaiwa kodi, sio na nini na nini. Yaani akili inayokuambiaga huwezi, hichi kitu kipo hivi, hichi kitu kipo hivi. Kwenye utamaduni wetu hiki kitu ni mwiko. Kwenye utamaduni wetu hichi kitu ni mwiko. Akili ya mbele hiyo. Lakini wala sio mwiko wala nini. Kwa hiyo inapeleka mawimbi ya namna hiyo kwenye akili ya nyuma. Na akili ya nyuma inajua ndio hivyo hivyo. Yenyewe inapokea tu mawimbi, haipokei sijui nini. Umeelewa? Naongea mambo mengi, yani nashinda hadi kupangilia kwa ajili ya labda mtu unaweza kanielewa hivi. Hiyo ni roho. Lakini tuna mwili. Mwili ndio mashine ya kudhibiti kile kilicho ndani. Haya, kile kilicho ndani. Unaposema kilicho ndani, mimi naweza kusema, mimi kwa mimi naweza nikasema akili ya nyuma ndio hazina ya undani wako. Akili ya nyuma, pale ambapo maamrisho yote hutoka, sehemu ambayo inaweza kuunganisha wewe na ulimwengu wa juu kabisa. Ulimwengu wa juu kabisa. Kuna watu wanaenda mbali, wanakuambia kila nyota inamwakilisha mtu fulani chini ya jua. Wengine wanaenda mbali wakiangalia picha ya galaxy imekaa mfumo fulani, au wakiangalia jinsi nyota inavyokufaga angani. Wanasayansi wamechunguza hadi jinsi kifo cha nyota kinavyotokea. Wanakuambia jinsi nyota inapokufa ndio hivyo hivyo ambavyo seli ya binadamu huwa inakufa. Kwa hiyo mambo ya angani hayapo tu, yanaleta taswira fulani kwenye maisha yetu. Kwa hiyo sasa mwili nilikwambia ni mtumishi mzuri sana wa kile kilichopo ndani. Presha zako, uchovu, magonjwa, nguvu ya kuamka, mvuto wa matukio, hali ya pesa. Mwili haudanganyi. Mwili unaimba wimbo wa ndani. Mwili unaimba wimbo wa ndani. Kwa mfano, kama ndani unajisikia furaha, mwili utakuwa una respond fly. Utashangaa umeanza kupiga mluzi, utashangaa umeanza kuimba nyimbo nzuri. Yaani unashangaa tu sijui mashairi yametokea wapi. Yaani huwezi kujua, kwa sababu mwili ni mtumishi mzuri wa furaha.
Utashangaa watu wakali wanaambia, "Wewe jamaa umefurahi nini? Umefurahi nini?" Mwili anatumikia kile kilichopo ndani. Au umetoka hapa na stress zako, umeenda kwenye sherehe. Unafika huko wanapiga muziki nusu saa, unashangaa unaanza kutikisa bega. Unatikisa bega, mara mguu, hujakaa sawa, mara kiuno kinaanza kucheza. Jua tayari mwili ameshaanza kutumikia frequency iliyopo ni furaha. Sasa ile nguo uweze kusema umetoka nayo nyumbani kwako, umeikuta pale. Maana yake nini? Muziki unaweza kuamsha vitu fulani kiroho. Ndio maana ukienda wapi, kwa mfano kama Roma, wanakuwa na kwaya zile, zina maana yake. Wana nota zao zile. Hebu fikiria, angalia mtindo wa kwaya za Roma. Angalia mfumo wa kwaya za madini zingine kisabato na nini, utaelewa maana yake. Angalia sauti za Budha zile. Angalia jinsi wanavyopiga zile ngoma zake za dun. Zile zina maana yake. Kuna masuala ya chetezo. Ukienda kwa mganga anakuambia tunataka tupandishe mapepo, labda anapiga ngoma. Anaweka na harufu. Kila kitu kina maana yake. Ili mwili waupate mwili matokeo fulani. Na mwili ukishaitikia namna wanaoitaka, wanajua tayari hii imeingia. Si unaelewa? Haya. Tusiingie huku, hiki kitabu kinaendelea kwenye white. Black magic. Na hapa tunaelezea tu ni falsafa tu, sio maagizo. Hatujifunzi mambo ya white magic au black magic. Tunaongelea falsafa iliyopo nyuma yake kwenye hiki kitabu. Lakini tuishie hapo kwenye kitabu, tuje tuelezane kwa nini anakuambia mwili ukinunua dawa unajiponya. Hautegemei dawa. Bwana, wewe ni shahidi. Nimekwambia kwamba kuna low frequency, kuna high frequency. Nikakwambia kwamba akili ya hazina ndio huwa inaamrisha mwili kupitia homoni zilizopo kwenye mwili. Sasa nataka nikuongezee zana nyingine. Chakra. Kuna vitu vinaitwa chakra kwenye mwili wa binadamu. Chakra. Hebu nielewe vizuri. Chakra huwa zina mitetemo yake ya asili. Chakra ndio malango ambayo yanatuunganisha ulimwengu wa nyama na ulimwengu wa roho. Chakra ni vituo vya nishati katika mwili wa binadamu. Hii ni elimu ya kiroho, lakini ni sehemu ambayo majibu yake yanaonekana haraka sana katika mazingira ya nyama, mazingira ya nje. Mtu unapoenda kununua dawa kwenye duka la dawa na kumeza, majibu rahisi ni kwamba ile dawa inaenda kuamrisha uzalishwaji wa homoni fulani kwa kiwango fulani kutokana na mchanganyiko wa hiyo dawa. Ndio maana dawa nakwambia ipo kwa miligramu fulani kutokana na mchanganyiko wa hiyo dawa. Hiyo dawa inatengenezwa maabara kwa mchanganyiko wa kiwango fulani, na unatakiwa umeze kwa kiwango hiki. Ukizidisha inakuwa hivi. Sijui unanielewa? Kabla haujameza dawa, kabla haujaugua, kabla hauna stress, kabla nini, huwa zinatoka homoni kwa vipimo fulani. Inatoka homoni kwa vituo fulani. Hebu ngoja, kwenye kitabu hapa nimetaja homoni na tuone chakras. Haya, alama za wewe mwenyewe. Siri za chakras na jinsi ya kuzitafsiri. Bwana, kwenye mwili wa binadamu kuna chakra 7, wengine wanasema kuna chakra 9. Sisi tunajadili chakra 7. Kuna crown chakra tunaanzia juu tunashuka chini. Crown chakra inakaa kwenye utosi. Kuna third eye inakaa katikati ya macho. Na wengine wanasema jicho la tatu ni chakra ya 6. Utasoma hapa intuition, maono ya ndani, hofu ya kujiamini. Ikiwa imefungwa unakuwa na hofu sana, unakuwa hujiamini. Unakuwa huwezi kuona maono. Hatupo kujadili. Kuna throat chakra ipo kwenye koo. Hii ndio inafanya mtu aseme ukweli, sauti ya ukweli au uoga wa kusema. Hii ndio inakuwa imeelemewa. Lakini kuna heart chakra hapo ambapo inakaaga upendo, furaha na nini vinatoka kwenye heart chakra, moyo.
na kuna solar plexus manipula, nyingine inaita manipula, nyingine inaita ni jua. Hii ni chakra hii inakaa kwenye ni utumbo wa juu. Kuhusiana na aibu, ikiwa imefichwa hii chakra, unakuwa unasikia aibu. Ukiwa haina changamoto, unakuwa unajisikia kujiamini. Ngoja nikusomee kwanza juu. Crown chakra chali, ikiwa haijafungwa nuru ya juu muunganisho na universe, unakuwa unajitambua moja kwa moja, unakuwa wewe ni tajiri. Kiufupi, ego, ukiwa unajitambua ukawa na jeuri, hii inakuwa imefungwa hii chakra. Ukiwa unajitambua afu ego ndio tafsiri yake hiyo. Ego ni baada ya kwamba unajitambua, sasa unajionyeshaje kwa watu? Ego. Yani ile wewe yani ule wewe binafsi yako wewe. Sasa ukiwa binafsi sana unakuwa ego, inakuwa huko hii chakra imefunga. Haya, chakra ya tatu, jicho la tatu, ikiwa wazi unakuwa unapata maono ya ndani. Ikiwa imefungwa unakuwa na hofu na kutokujiamini, kwa sababu unakuwa kama unaelewa hujui vile, yani hadi uende mtu akushauri sijui na nini, wakati mwenyewe unaweza kukaa ukapata majibu ya kitu, ila unataka mpaka mtu anaye kukushauri. Hujiamini. Kuna throat chakra, ikiwa imefungwa unakuwa na oga wa kusema, yani unakuwa na oga na wasiwasi fulani hivi wa kusema. Lakini kuna heart chakra, ikiwa imefungwa unapata maumivu ya zamani, ikiwa wazi unapata upendo. Kuna sacral chakra, tumbo la juu. Tuanze na hii hapa iliyopo kwenye tumbo la juu, ni kujiamini. Ukiwa imefungwa unapata aibu. Kuna hii hapa tumbo la chini. Tumbo la chini ndio nakaga hisia za mapenzi, ile hamu ya kutaka kufanya uzazi, na inasimamia ubunifu, na ikiwa imefungwa unasikia una hatia. Lakini kuna root chakra, inakufanya ujihisi salama, na ikiwa imefungwa unajisikia hofu. Hizo ni chakra. Sasa chakra zinategemea amri kutoka kwenye akili ya nyuma. Inategemea mitetemo kutoka kwenye akili ya nyuma kwamba ioperate vipi. Ikiwa hali ni normal, inakuwa ina operate kama kawaida. Yaani yenyewe kama kawaida. Kama kawaida yake ni kulingana na jinsi unavyojisikia wewe kutoka ndani. Kama kawaida yake ni kutokana na undani wako ukoje. Je, undani wako umejaa hofu? Ndio kawaida yake hiyo. Sasa inakuwa inatetema siku zote kwenye hofu. Si umeelewa? Ukiona una hofu, ujue root chakra imezimika, inatetema chini, inatetema kiwango cha chini. Labda zingine zinafanya kazi, ila una hofu. Mawimbi ya akili yako inakuwa imesajiliwa. Kuna kitu kinakuwa kimesajiliwa kwenye akili yako ya ndani, kinaleta mawimbi ya hofu, na yenyewe ndio inatetema hivyo hivyo, na kisha kwa inatetema hivyo hivyo ikipungua, kwa sababu chakra ndio zinazoratibu uzalishaji wa homoni kwenye mwili wa binadamu. Kwa sasa ikitetema chini, homoni inayoratibu kitu fulani, ile homoni inatoka bila mpangilio. Yaani ile homoni inatoka bila mpangilio. Si umeelewa? Yaani sana speed. Kama gari halina dereva, gari kikawaida liwe na dereva. Hata likienda speed tunajua kuna dereva, lakini ilikuwa halina dereva, ama litakuwa limesimama, na kama dereva alitoka lilikuwa linakimbia, litakimbia sana, na mwisho wa siku utaenda kupata ajali. Ndio hofu inakuwepo hapo. Nimechukulia huo mfano wa picha. Ndio hofu inakaa hapo. Kwa hiyo sasa jibu la swali kwamba, au mtazamo wa hoja ya mdau kwenye mtandao wa Facebook amesema ukienda kununua dawa kwenye duka la dawa, alafu ukameza, usije ukafikiria kwamba ile dawa ndio inaenda kukuponya, lakini ile dawa inaenda kufanyaje? Inaenda kusaidia mwili kujiponya. Baada ya kwamba tumepata jinsi ya muunganiko ulivyo, kwamba akili ya mbele inatuma mawimbi. Akili ya mbele ndiyo peni ambayo inaandika kwenye ubongo wa nyuma, ubongo wa ndani. Lakini mwili unasoma kutoka kwenye akili ya ndani. Elewa hivyo. Labda tuseme mwili unasoma kile kilichoandikwa kwenye akili ya ndani. Si umeelewa? Haya, tuje kwenye kufunguo wengine. Baada ya kuwa umeshaelewa kwamba hizi chakra ndio zinaratibu uzalishwaji wa homoni fulani kwenye mwili, tuje kwenye dawa. Hakuna asiyefahamu kwamba dawa ni mchanganyiko wa kemikali.
Dawa ni mchanganyiko wa kemikali. Hapa nitakuja na zana ya waganga wa kienyeji, nitakuja na zana ya wachawi ambao mnawaona mtandaoni, na uchawi ambao umewahi kufanya wowote ule. Naposema uchawi ni maajabu. Nimekueleza habari ya frequency za aina mbili, low frequency na high frequency. Lakini kuna hybrid frequency ambayo inatengenezwa kwa kupitia mchanganyo fulani, unapata frequency fulani. Kwa mfano, kila kiumbe tumeshajifunza kwamba hapa kwenye Ndangishakafumo tumeshajifunza kwamba kila kitu kinatetema katika kiwango fulani kwenye binadamu. Kila kitu kinatetemeka katika frequency yake. Haya, kuna miti ambayo ni miti ya high frequency, inafanya matibabu ya high frequency, inatetema katika high frequency. Lakini kuna miti inatetema katika low frequency, ni miti ya kulogea. Lakini kuna miti ya uponyaji inatetema kwenye high frequency. Sasa ukiwa umejaliwa uponyaji, unakuwa unafahamu, unakuwa unapata maono kutoka kwenye ndoto kwamba ule mtu bwana ni hivi na hivi. Hakuna asiyejua kwamba dawa wanachanganya maabara. Maabara wanatumia vitu gani? Nakumbuka zamani wakati tunasoma kidato cha 4 tulikuwa tunafanya majaribio moja. Tulikuwa tunaangalia kama kwenye kiazi kuna wanga. Tulikuwa tunachukua kemikali fulani, tunachanganya na kemikali fulani, alafu hiyo kemikali tunaenda kuchukua tunamwagia kwenye kiazi. Ile kiazi kibadilika kikuwa cha zambarau, wanasema hicho kiazi kina wanga sana. Si ilikuwa ni protini, itanisha sawa. Zambarau. Ilikuwa na hiyo mambo yote unafanyia maabara. Sasa zile kemikali ni nini? Kemikali zinatokana na mambo, zinatokana na nishati mbalimbali za hapa duniani. Lakini mwalimu akasema kama hauna hii kemikali, nenda kachukue ua fulani, litwange, yale maji yake achukue yakamue. Ukija ukimwagia kiazi, hichi kiazi kitabadilika rangi kama tunavyomwagia hii kemikali. Mimi huwa ni mchokonoko. Nilipofika nyumbani nilifanya hilo tukio, nikaona, nikachanganya unga, nikaweka ile tone, nikaona. Mwalimu akasema kichukue litmus paper ukaweka limau. Maji ya limau, ili litmus paper inakuwa nyekundu. Ukiweka litmus paper hii ikiwa nyekundu, ukiweka magadi au maji ya majivu, hii inakuwa ya blue. Nikajaribisha nikakuta imekuwa ya blue. Basi leo nataka nikwambie kwamba michanganyiko fulani huwa inazalisha mitetemo mpya. Unaweza kutumia nishati za duniani kutengeneza mtetemo mpya. Si unaelewa? Kwa hiyo tuchukulie ulikuwa unaumwa. Root chakra imeshindwa kucontrol hormone. Si umeelewa? Imeshindwa kucontrol hormone. Huyo aliyekuwa anachanganya dawa maabara anajua kabisa kwamba hichi kiwango ni kiwango fulani, ni kiwango cha kwenda kuratibu homoni fulani ili itoke kwa namna nzuri, mwili uoperate kwenye hali yake, ili kitu fulani kipone. Kama ni seli zizalishwe, kama ni seli zikamate hao virus waliopo kwenye damu. Si unanielewa? Kwa hiyo unapomeza kidonge, ile ni unameza mtetemo uliochanganywa maabarani, sio mtetemo wa asili. Hapana, ni mtetemo wa asili, lakini imechukuliwa hiki na hiki na hiki, vimechanganywa, vimetengenezwa mtetemo maalum kwa vipimo maalum ambao unaweza kuamrisha kuzalisha kwa homoni fulani. Chakra imefeli. Chakra imefeli kudhibiti homoni. Siji umeelewa? Chakra imefeli kudhibiti homoni. Sasa ile homoni inatoka bila mpangilio. Sasa ukimeza hiyo dawa, inaenda kulazimisha ile homoni itoke kwa kipimo chake ili mwili uoperate kwenye situation yake ya kawaida. Kwa sababu ukioperate kwenye situation yake ya kawaida, wewe sio mgonjwa. Yaani kikawaida wewe sio mgonjwa, lakini ukiwa mgonjwa kitu fulani kimefeli. Sasa kili kukirudisha sasa. Si umeelewa? Ili mwili ule upone, lazima mwili uoperate kwenye kawaida yake. Kwa hiyo sasa huo unakuwa ni mtetemo mpya unaenda. Kumbuka mwili unasoma mitetemo ya kutoka kwenye akili ya nyuma. Akili ya nyuma, mitetemo iliyopo kule imesomwa, ndio ikaleta ugonjwa huo. Hofu. Niwaelezaje? Niliwahi wakati niko naenda kanisani, mimi ni Roman Catholic. Nimekuja kwenye Roman Catholic, lakini saa hizi ndio hivyo, imani yangu ndio hivi, sielewi ilikuwaje huko. Alikuwa anasimulia siku moja katekista kama anasema kuna mtu mmoja alikuwa yuko polini, alikuwa na safari. Lakini wakasema tuweke kambi usiku ule, lakini usiku ule akadonolewa.
na nyoka. Akalia sana, akahisi kukata tamaa, akalia sana, akawa na wasiwasi, basi mguu ukavimba. Hebu nielewe. Akasema wewe katekista, sijui hata kama anafahamu masuala ya frequency bwana. Sijui kama anafahamu yule mtu, kwa sababu katekista bwana anaendaga ni darasa la 7, unaenda unasomea tu vitu unavyosomea upako huko, anakufundisha kutafsiri maneno ya kwenye Biblia basi. Akawa anasema kwamba yule mtu mguu kavimba sana, sijui hiyo story alitoa wapi. Mguu kavimba sana. Mguu ulipovimba, basi asubuhi yake ile kwanza ilikuwa asubuhi, wakawa wanamtafuta huyo nyoka. Wakawa wanamtafuta sasa huyo nyoka. Wakamtafuta nyoka kiasi kwamba kale kapoli hadi wakakachoma kale kapoli. Lakini ule mtu alikufa, akawa amekufa kwamba sumu ya nyoka imemuua. Lakini walichokuja kukipata pale sio nyoka, ilikuwa ni kwale. Kwale ndio alimdonoa. Kwa hiyo kilichomuua ni nini? Hofu ile na kuamini kwamba nyoka amening'ata ndio kilichomuua. Kwa pindi unaposajili kitu fulani kwenye akili yako, unapotumia ubongo wako wa mbele kuandika kitu ambacho sio sahihi kwenye ubongo wa nyuma, basi ujue mwili wako utakisoma hicho. Sijui umenielewa? Kwa kutokana na kwamba kilichoandikwa kwenye ubongo ndio kimeleta matokeo ya mwili umeumwa, basi unatakiwa upate tiba. Unatakiwa mtu ambaye amechanganya mchanganyo sahihi ule ukuletee utimamu. Ndio maana nakwambia dozi umeze mara kadhaa kwa siku. Na nikupe siri moja. Nilisikia anasema Raila Odinga amefariki. Lakini nilisikia, mimi sijui, ila nilisikia, cha kusikia siwezi nikasema ndio hicho. Nilisikia wanasema kwamba wewe bwana alisema mimi msinizike mpaka baada ya siku 3. Msinizike mpaka baada ya siku 3, baada ya masaa 72 ndio mnizike. Unajua maana yake? Frequency inajisajili, inakaa kwenye, yani inakuwa ya kawaida ndani ya masaa 72. Kwa hiyo kitabu nimeelezea hayo mambo yote, unaweza kujifunza ukaangalia. Hiyo ndio ilikuwa mada ya leo. Nilikuwa nataka kukuelewesha hapo kwa nini mwili unajitibia. Kama ufahamu habari ya frequency, fahamu. Lakini kitu cha mwisho cha kumalizia, nataka nikwambie. Unaona huu mwezi ambao kila siku ni mwezi, siku fulani. Huo mwezi unaendesha maisha ya duniani. Huo mwezi huo. Mwezi ni hisia. Hisia zetu zinategemeana na mwezi. Hisia nyingi, mwezi ndio mama wa hisia. Mwezi ndio kiongozi wa hisia. Mwezi. Kwa ukifuata ratiba ya mwezi, unaweza ukajua kucontrol hisia zako. Hiyo siri nakupa. Hiyo ni siri nakupa siri. Ukitaka kujua zaidi, ukitaka kujua mengi, nunua kitabu hiki. Ukipenda usinunue, mimi sitaweza kutoa elimu hii mpaka kieleweke. Lakini cha zaidi, sawa, nitaka nisahau. Pamoja na kwamba eti sijui video itakuwa ndefu hii, lakini bora tu iwe ndefu, mimi nimaliza kusema kile ambacho nilikuwa nataka kusema. Mimi nimaliza elimu hii ambayo nilikuwa nataka kuitoa. Kwa sababu pindi unaposikiliza story kwa muda mrefu, ndio jinsi ambavyo picha inajengeka. Hata meditation yenyewe huwezi kufanya dakika 3. Unaweza kufanya dakika 3 kama una uzoefu mkubwa sana, lakini angalau uende dakika 15, ndio sheria. Sasa mimi siwezi kurekodi video ya dakika 10 eti kwa ajili kwamba kwenye Facebook usirekodi video za dakika 2. Eti za dakika, usirekodi video ndefu, mtu akiangalia anachoka. Sasa hii ninachokiongea sio kwa ajili ya kila huyo. Hiki ni kwa ajili ya yule anayeelewa tu. Yaani anayeelewa ninachokimaanisha tu, ndio huyo. Ndio niliyemlenga. Wewe kama uelewi, subiri hadi uje ufike upate. Kama ufahamu wa kuelewa anayoongea utayapata ukiwa na miaka 50, ni wewe. Nilikuwa nataka niongelee kitu kimoja. Unajua, katika harakati zangu zote hizi nimekuja kugundua kitu kimoja ambacho ni hatari sana na ni sumu ambayo tumelishwa. Nataka nikueleweshe kwa kutumia Mzee Nyerere. Mzee Nyerere tumesoma kwenye vitabu kwamba alikuwa ni mtoto wa chifu, akapata bahati ya kusoma. Mzee Nyerere amekufa akiwa na miaka mingapi? Ni swali nakupa. Lakini Mzee Nyerere amezaliwa na baba yake. Huyo baba yake alikuwepo kipindi cha ukoloni, si ndio? Lakini huyo baba yake na Nyerere alishakufa.
Hivi ni watu wangapi ambao wanalingana na Mwalimu Nyerere hadi leo? Na ni watu wangapi ambao ni wadogo? Kama Nyerere alipata elimu ya kikoloni, ni watu wangapi ambao Nyerere anawazidi ambao wana elimu ya kikoloni? Ni wengi. Kuna zamani kabla hatujawa na elimu ya ukoloni, na kuna kipindi kile wakati ukoloni unatapakaa, shuleni walikuwa wanatufundisha kwamba karne ya 15 ambayo ni miaka 1400 bara la Afrika lilikuwa ni tajiri kuzidi mabara mengine hayo ya Ulaya. Karne ya 15. Lakini baada ya hapo mambo yalianza kubadilika. Wakaja wakasema industrial revolution ndio sababu ya viwanda, mapinduzi ya viwanda huko barani Ulaya ndio yakaleta hadi leo hizi nchi za huko ni matajiri kiasi kwamba watu wanatamani wangekuwa na uwezo wapate nafasi ya kwenda kuishi Ulaya. Na maanisha nini? Kitu gani kilifanya mpaka bara la nini lile likawa hivyo? Yale haikuwa bahati mbaya, ilikuwa ni matokeo ya jitihada ambazo zilifanyika tangu karne ya kwanza. Katika pitapita zangu, ukiingia kwenye YouTube channel yangu Ndagisha Kafumo, utakutana na masomo nimeweka. Kuna video kama 3 zinafundisha habari ya astrology, hususan Hellenistic astrology. Hellenistic astrology ni ile astrolojia baada ya kifo cha Alexander the Great. Ukiwa pale utapata historia. Tena historia yenyewe haijanyoka. Maana ni vitu vya kuficha tangu kale huko. Lakini mwisho wa siku kitu kilichopo ndani ndio kinatoka nje. Kitu kilichopo ndani ndio kinatoka nje tunakiona. Mimi binafsi yangu naweza nikasema hivi. Kwa binafsi yangu, mtazamo wangu, naweza nikasema hivi. Labda wewe unaweza ukafunguka na watoto wako wakaelewa hili jambo. Unaweza ukafunguka wewe na watoto wako wakafunguka wakaelewa. Inasadikika Misri ya kale, Kemet. Inasadikika Uarabuni ya kale ilikuwa inaitwa Mesopotamia. Huko ndoko zilianzia elimu. Na elimu yenyewe ilikuwaje? Sio kwamba eti huku sisi tulikuwa hatuna elimu. Huku elimu zilikuwepo, lakini walichotuzidia wale kule wa Kemet na Mesopotamia. Kwanza pale ni karibu Uarabuni na yani kule kumekaribiana sana, bara la Afrika na upande kule kupitia baadhi ya Sham. Kumekaribiana sana. Kwa ni watu ambao walikuwa wanashare. Nafikiri unafahamu ukienda mpakani Kenya na Tanzania unakuta vya Kenya vipo Tanzania na vya Tanzania vipo Kenya. Yaani kama mpakani hivyo ulivyo mpakani. Kwa hiyo ndio kama kule tamaduni za huku zinaingiliana na za huku. Kwa kule bwana, tamaduni za kale kabisa huko kale na kale walikuwa na desturi ya kuandika. Walikuwa wanatunza kumbukumbu kwenye mawe. Kwenye mawe. Lakini asili ya kumbukumbu ilivyo, hata wewe mwenyewe leo hii ukaamua kuandika tukio na siku moja ukakaa ukalichambua, kuna vitu utavigundua. Kwa maendeleo yakawa yanatokea kutokana na hizo kumbukumbu. Hadi ikaja kupatikana elimu kubwa sana. Ikaja kupatikana elimu ambayo ilikuwa imeandikwa kwa lugha za Mesopotamia na Kemet ya zamani. Lakini baada ya utawala wa Alexander the Great, nafikiri unafahamu historia yake. Alitawala sana, akaenda hadi Uturuki, akaja hadi Misri. Uthibitisho wa hii ni Alexandria Port, ipo pale Misri. Port ya Alexander ipo pale hadi leo. Ndio ile pale kituo cha Alexander, alifikia pale na akaitawala Kemet. Na katika zama hizo ndo alikufa Alexander. Lakini sasa kuna general mmoja, wale majenerali walianza kugawana maeneo. Lakini kuna general mmoja alibakia pale Misri na nafikiri alikuwa ni ana roho nzuri. Ikabidi kukusanya zile kumbukumbu zote na hiki zikawa kama kituo cha elimu fulani. Lakini baada ya hapo hao wasomi wa unajimu, kuna mmoja alienda Giriki pale kuna visiwa katikati ukiwa unaenda barani Ulaya, akawa ameanzisha mji pale ambapo mambo ni mengi, najaribu kusimulia kwa shortcut. Akafundisha elimu ya unajimu pale. Lakini
Ilivyokuja kuibuka Roman Empire kipindi hicho, mambo mengine hatuyajui, hii ni moja na mbili. Walitafuta hizo elimu kwanza, wakamkaba yule jamaa pale kwenye hivyo visiwa, wakazichukua zile elimu ambazo zilikuwa zimetafsiriwa kutoka kwenye Mesopotamia na Kemet ya kale kuingia kwenye Kigiriki. Umeelewa? Alikuwa amezitafsiri huyo msomi. Na kikaa kituo kikubwa sana cha elimu pale. Alikuwa amezitafsiri, wakazichukua Waroma kipindi cha utawala Roman Empire ilienda. Wakazichukua sasa hizo, wakaenda kuzifanyia nini, wakazichambua. Ndio namna ya kuitawala dunia ilivyokuja. Kutokea hapo. Mambo ya imani na nini, wale wakazitafsiri bwana. Ikazaliwa si Biblia si na nini. Wengine wakabaki na mila na tamaduni zao hapa. Kwa upande wa Mesopotamia hiyo hapo ikaja mpaka leo hii tunaona Uislamu si vilikuwaje, mimi sijui ya historia ya Uislamu. Nikipata vitu hivi unaweza kaunganisha dots hizo, yani unaweza kaunganisha dots na wewe hadi umekuwa hapo umesikia kitu gani ukapata kwa ukweli fulani. Wewe mwenyewe kama unaweza kusimulia, unaweza kusimulia watu wajue, kwa sababu ni jukumu letu kukomboa vizazi ambavyo mtoto wako na yeye ataishi. Yani uwezo ukaacha mambo yaende, wakati kwenye kizazi hichi wewe mwenyewe utakuja uwe na mtoto. Wewe mwenyewe unajilaumu, kwa nini una shida, kwa nini huna pesa, hiki kimetokana na nini, kwa nini nalimbukeni? Wewe mwenyewe unajilaumu. Sina imani kama unajisikia vizuri kutokana na hizi shida za duniani, alafu wengine wanaenjoy, alafu misaada kibao, alafu watu unashangaa mtu analimbukeni, mimi niende Ulaya, mimi niende Dubai, yani ndio hivyo anajisikia hivyo. Haya. Roma niyo kuchukua ila, alafu sasa pale Misri palitiwa moto, wakapoteza hizo kumbukumbu. Uwezo kaniambia eti baada ya karne ya 15 ndio bara la Ulaya likawa tajiri. Hapana, hayo mambo ilikuwa ni matokeo ya miaka kadhaa kutoka huko kwenye hicho ninachokuambia. Mambo mengine siri watu hawawezi kuambia. Ilikuwa ni matokeo tu, yani kutawaliwa bara la Afrika ilikuwa ni matokeo ya ule mkakati wa elimu hizo. Kwa nini nazidi kusemea hizo elimu? Mimi nataka nikwambie, bwana, ubunifu wote, maono yote huwa yanatoka kwenye ndoto. Ukimsikiliza Chief Godlove atakwambia jiunge na jicho la tatu na nguvu ya pesa. Uko kwenye jicho la tatu. Jicho la tatu sio kitu cha ajabu sana, ni kuzingatia yale maono unayoyapata na kuyaweka kwamba ni topic. Kwa sababu automatic jinsi unavyopata shida ndivyo unavyopata jinsi ya kuitatua. Wale wana uwezo wa kutoa kitu kutoka kwenye ndoto kukileta kwenye uhalisia. Na inaanzia wapi? Ubunifu unaanzia kwenye pointi ndogo. Nataka nikurudishe nyuma. Kama umewahi kushiriki michezo ile zamani, ulikuwa unachukua udongo unaanza kutengeneza midoli. Unatengeneza ndege, kama kwenu mnafuga ng'ombe unatengeneza ng'ombe, unatengeneza njiwa, unatengeneza mtoto wa kiume na wa kike. Ubunifu ndio unaanza kwa staili hiyo hapo. Kwenye point. Yaani ubunifu unaanza kwenye wazo. Sasa sisi tumekuwa na tumelelea, nimekusimulia stori za Nyerere. Wakoloni walikuja kutuamisha vitu vingine. Wametuaminishaje? Pointi kubwa hapo nataka unizingatie. Pointi kubwa ni nazungumzia mambo ya kiroho, kuleta kwenye mwili, kuleta kwenye dunia ya nje. Kuleta kwenye dunia ya nje. Kipindi kimekuwa kirefu sikutegemea, lakini nafikiri sio vibaya. Kuleta nje. Pindi mtu unapopata maono, sisi wa Afrika tunashindwa kuyaleta nje. Lakini yale yaliyokwisha kuja nje ndio tunayaona bora, wakati sisi wenyewe tunayo. Sasa huo ujasiri wa kuleta mambo yaliyoko kwenye ndoto kuyaleta kwenye nyama ndio hatuna, kwa sababu sio kama tunapenda, tumeletewa. Yani tumeshalishwa imani, nimekwambia kwamba mwili hauwezi kuoperate. Yani huwezi kuoperate kwenye frequency ambayo hujaizoea. Si umeelewa? Yani huwezi, ndio maana ukichukua saa ulikuwa unavaa kulia, ukaweka mkono wa kushoto, utaona kuna mabadiliko. Jamaa yule duka huru alikuwa anasema hivi, huo mfano wake si alijifunza kwa jamaa gani wa India, anajua yeye. Alikuwa anasema hivi, kama una gari, kama unalipaki huo unaangalia huko, siku hiyo kabadilisha ukalipaki pale, utashangaa umeenda pale ambapo wewe unapaki kila siku ambayo una stress. Yani automatic tu.
Au nikuulize swali rahisi, kwa nini hata kwenye giza haukosi mdomo? Kwa nini haukosi mdomo? Lakini kama ingekuwa inatokea maajabu ya kwamba mdomo wa ugeuzi wa ulete huku, badala ya kuleta huko nyuma, utakuwa unajisahau unaleta hapa mbele. Ndio hiyo matokeo kwamba mwili haupati kwenye frequency usioizoea. Kwa hiyo walikuja kutuaminisha, tukashikamana na mwili wetu ukazoea hali hiyo ya udumafu. Haya, mimi sipendi kuelezea jambo na kabla sijaona suluhisho pendekezwa kwenye masuala ya kiroho. Nisikilize hapo, nipo nakuja. Nimekwambia habari za huko Misri, Kemet, Alexandria the Great, mambo mengi. Lakini nataka nikuzungumzie uchawi wa mzungu uliopo kwa mtu mweusi. Walichofanikiwa kutufanyia sisi, nataka nikuchukulie. Hebu fikiria kwa mfano kama wewe hapo ulipo. Wakuchukue, wakugawanye vipande vifike hata milioni 1 vipande. Lakini yawepo maajabu kwamba hivyo vipande wanaweza kuviunganisha. Kwa hiyo issue ilikuwa ni elimu moja ya kiroho. Ndio maana yangu kubwa. Sayansi, teknolojia imezaliwa kutoka kwenye mambo ya kiroho. Ndio issue yangu kubwa. Kwamba ile elimu ya kiroho waliichukua, wakaijua, wakatambua kwamba okay, kumbe mambo ya kiroho yanaleta matokeo namna hii. Mambo ya kiroho yanaleta elimu namna hii. Na hii kitu waliichukua kutoka pale Misri na Mesopotamia ya kale. Uchina wana maendeleo. Kwa nini wana maendeleo? Wachina wana tamaduni zao mpaka leo hii, tamaduni zipo. Umeelewa? Na wana maandishi yao wa China. Sisi tunatumia alfabeti za Kiingereza. Sijui umeelewa? Issue ilikuwaga moja, ni mambo ya kiroho. Elimu ya kiroho ndio iliyoleta teknolojia zote. Kitu chochote cha ajabu unachokiona leo, teknolojia imeleta nini, imetoka kwenye elimu ya kiroho, elimu ya ndani, elimu ya kujitambua wewe ni nani, who are you. Elimu ya kujitambua ndio imeleta mambo yote haya unayoyaona. Kwa sababu kila kitu kinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Unatoka kwenye ufahamu wa juu kabisa. Kila kitu kinatoka kwenye ufahamu wa juu. Sasa chukulia hiyo elimu ya roho ambayo ilikuwa ni chanzo cha kila kitu. Ikatoka hapo Kemet nikaenda Roma, Italia huko. Ikatapakaa bara la Ulaya. Wakalishika wajanja. Kichaa kishika lungu, mtaisoma namba. Waleno wametutawala. Vasco da Gama sijui mentor wake alikuwa ni nani, hatujui. Mentor wa Vasco da Gama alikuwa ni nani? Kwa nini alitoka akaja bara la Afrika? Kwa nini alienda Brazil? Vasco da Gama tunayemsoma. Kwa nini alienda kote huko? Mentor wake alikuwa ni nani? Hatumjui. Mentor wake alimfundisha vitu gani? Alimfundisha elimu ya kiroho au ujasiri wote aliutoa wapi? Ujasiri wote huo kwa nini akagundua dila? Mambo yote yanatoka kwenye hazina kuu. Hazina kuu ni akili ya nyuma. Ninapokuambia kwamba kwenye akili yako ya nyuma, kama unaweza, zipo kumbukumbu hadi za siku ya kwanza umezaliwa. Zipo ndoto ulizozipata siku ya kwanza umezaliwa kwenye akili ya nyuma. Lakini kikwazo kikubwa ni akili ya mbele. Kuna ndoto zingine unaweza kaota, ni sehemu ya ajabu kabisa, tofauti sijui wapi. Ile pale ni ishara ya frequency fulani ipo kwenye ubongo wako. Yaani frequency hiyo, kitu unachokiona kwenye ndoto, kipo kwenye akili ya nyuma, kipo kwenye akili ya nyuma. Ukiona jambo baya, ujue kwenye akili yako ya nyuma, kwenye maisha yako kuna uchawi. Kuna vitu vibaya. Ukiona jambo zuri la kufurahisha, ujue kuna mitetemo mizuri. Ukipata maono ya hekima, ujue kwenye akili yako ya nyuma hicho kitu kimesajiliwa. Kwa sababu nimekwambia hivi, nikasehemu tu ni kama kakuektia, yani ni bahari yenye hazina. Nilikwambia hivi wakati na kufundisha habari ya mawimbi ya ubongo. Nikakwambia beta ni sawa na mawimbi ya zoruba. Mvuvi akiwa baharini akiwa anavua samaki, kukiwepo na zoruba, maji yanakuwa yanafanya hivi. Uwezi hata ukaona chini pale. Lakini maji yakiwa yametulia. Maji kutulia sasa ndio mawimbi ya alfa. Mawimbi ya alfa ni maji, kwa mfano chukulia mfano maji yaliyotulia. Kuna theta.
Theta ni ule wakati ambao umeanza kuchambua kwa kina. Sasa kuchambua kwa kina ni pale ambapo labda ulidondoshea sindano ndogo chini ya bahari. Sasa ukiwa juu pale pale maji yametulia kiasi cha kwamba unaweza kaiona. Sasa kitendo cha kuchumpa mle, kuingia ndani mle, kutafuta sindano, kupiga kasia, ndio upo kwenye theta. Kule kwenye theta ndio unaweza ukapata suluhisho ya matatizo yako yote bila hata kwenda kumuomba mtu ushauri. Ndio maana mwingine utakuta na mwingine kama mimi nikiwa na stress huwa naenda kulala. Nikisha lala nikatafuta suluhisho ya hicho kitu, napata majibu, najikuta siumii tena. Wapo watu wa namna hii. Umewahi kukutana nao? Kama na wewe ni miongoni, hongera yako. Kwa hiyo issue yangu ni nini? Nimekwambia chukulia hiyo elimu ya kiroho kama ni uhai wako wewe, au ndio mwili wako wewe. Sasa huo mwili wako wamegawanya katika vipande milioni 1. Sasa hivyo vipande milioni 1 wakaanza kuvitawanya. Kingine wakakipeleka Arusha, kingine wakakipeleka Katavi, kingine wakakipeleka Mwanza, kingine wakakipeleka Mtwara, kingine wakakipeleka Dodoma, mikoa yote, kingine wakakipeleka Marekani, kingine wakakipeleka China, kingine wakakipeleka Berlin, yani vikagawanya. Lakini hivyo vipande ukiviunganisha, labda unaweza kutengeneza nini? Unaweza kutengeneza uhai wa mtu kaurudisha. Sasa bwana, baada ya hao watu kuwa wameiba hiyo elimu kubwa sana hiyo ya kiroho, ya elimu ya mtu kujitambua, baada ya kwamba wameiba, ikabidi watengeneze mtazamo ambao utatuchanganya sisi watu wengine, na wakaanza kuutapakaza, wakaanza kusambaza huo uchawi. Yaani sawa, wakagawanya, zikazaliwa sasa department. Ikazaliwa saikolojia, ikazaliwa sijui sayansi, ikazaliwa sijui dini, ikazaliwa sijui nini. Sasa umo saikolojia, ukikana msaikolojia utamkuta anaenda kwenye unajimu. Ukikana mwanasayansi utakuta anaenda kwenye unajimu na hadi na uchawi. Nimetaja mwanasayansi. Ukikana dini yenyewe utakuta inataja kitu hicho kimoja. Kwa nini usipate akili hapa kama ni kitu kimoja? Sasa hicho kitu wakakigawanya. Kwa mtu anayeamini kwenye saikolojia na mtu mwenye anaamini kwenye dini, mnakuja mnajiona kama nyewe ni watu wawili tofauti, afu ni watu wa moja. Haya, nitakuja kuzungumza kwa wakakisambaza hicho kipande chako, wamekugawanya mara milioni 1 wakakusambaza. Sasa wakaanza kusambaza hivyo vipande, uhai huo wakaanza kusambaza. Elimu hii moja. Kumbuka wenyewe wanafahamu kama ilivyo rahisi kumtawala mtu ambaye unamuelewa. Ndio hivyo kwa sababu sisi tulikuwa hatuelewi, wameiba elimu waenda kuiendeleza huko. Sisi hatuelewi, wakaja sasa. Tunafahamu katika kipindi cha ukole si walikuja wapelelezi. Si wakaelezi wakaja wakina Dr. Livingstone eti wakagundua milima ya Livingstone. Wengine akagundua eti milima ya Kilimanjaro. Mbuzi. Ni uongo. Ni uongo wa hali ya juu. Ni uongo wa hali ya juu. Ilikuwa ni elimu. Ilikuwa ni falsafa hizo wanazo. Ni mkakati wa kuanza kutawanya watu. Kutawanya hivyo vipande vya uhai labda. Ni picha tu hiyo nakupo, sio kasema vipande vya uhai. Sio kama mnavyokaa kwenye Biblia wanakuambia mnara wa Babeli, unajua ni mnara. Hapana. Mnara wa Babeli sio mnara wa Babeli. Ni kiwango cha kuzama kwenye fikra. Yaani kiwango cha kuzama kwenye fikra za ndani, kuleta mambo ambayo huku kwenye mwili wa nyama hayapo. Yaani unakuja baada ya kuwa umelala, ukiamka una mawazo mengine mapya tofauti. Wakakuletea stori za mnara wa Babeli. Ile ni lugha ya picha. Ni lugha ya picha nakwambia, ni lugha ya picha kwamba unaweza ukazama ndani au unaweza ukapaa kifikra, unaweza ukapaa hadi ukafika wapi. Nakwambiaje? High frequency kubwa kuliko zote ndio huko wanakoishi malaika, ndio huko wanakoishi mababu wema. Kama unaamini katika wema, basi huko ndio wema huwa unaishi. Sasa unaweza ukapaa, lakini unaweza kupaa ufike kwenye hizo ndoto labda ufe. Kwa sababu jinsi unavyozidi kuzama ndivyo hata inakuwa ngumu. Kwa mfano kuna mawimbi ya beta. Beta ndio akili ya nyama. Lakini kuna alfa. Alfa ndio sehemu ambayo tunalala tunapata hizi ndoto na maono ya juu. Lakini kwenye theta ndio kule tunapata suluhisho la matatizo. Yaani basi sindano umeiona ni ile pale chini. Alfa inakuonyesha kwamba kitu fulani ni kile pale. Theta sasa ndio unaenda kukifuata kuchukua suluhisho sasa. Lakini kuna mawimbi mengine ya ubongo yanaitwa delta. Delta ni ule wakati ambao umelala form 4, mtu yupo kwenye koma. Koma ile mtu anakuwa amelala haamki. Si umeelewa? Mnara wa Babeli tafsiri yake, uwezi ukapanda fikra za juu
kiwango ambacho yupo Mwenyezi Mungu. Si unaelewa? Uwezi, labda uwe umekufa, sasa utakufa. Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja, alikuwa anasema watu wanafundisha astral projection ni hatari. Akawa anasema, alikuwa ni mchungaji, akawa anasema, nisikia mdada mmoja amekufa kutokana na hiyo astral projection. Pindi unapokuwa unafanya mambo ya kiroho, kuwa makini. Hakikisha upo hatua fulani ndio unaenda hatua fulani. Ni kweli ni mambo ambayo sio hatari hivyo, mimi sisemi ni hatari. Ni mambo ambayo nataka tu uelewa. Tuje kwenye vipande, mimi narudi kwenye vipande. Vipande vya uhai hivyo wamevitawanya, wakagawanya hicho kitu kwenye department mbalimbali. Sio, umeelewa? Hizo department zikatuingia. Ni kitu kimoja kile kile. Hizo department bwana zikatuingia. Hizo. Sasa nataka nikwambie, wewe ambaye umekalili department fulani na unazidi kuweka msimamo kwa hiyo, wakati wewe mwenyewe una watu wanaokuzunguka, watoto wako, jamaa zako ambao wanakubali huo msimamo wako, ujue hivyo vipande vya uhai, elimu hiyo ya kiroho, elimu ya kujitambua, umeibeba kwenye begi, unazidi kuipeleka mbali. Yaani na wewe ni mmoja wapo, kwamba sasa katikati ni hapa. Labda wote mmeanzia Dar es Salaam, kwamba mnagawana kazi, kwamba mmoja apeleke Mwanza, mwingine apeleke Tanga, mwingine apeleke Mtwara, mwingine apeleke Tabora, mwingine apeleke wapi, Shinyanga. Sasa wewe ni mmoja wapo wa watu wanaoendelea kutawanya uhai, wanaoendelea kutawanya elimu ya kujitambua, kama mtu ambaye umeshikilia dini kiasi cha kwamba upo kwenye msimamo ambao haubanduki. Ujue hicho kipande umekibeba, unazidi kukipeleka mbele. Mtoto wako wewe au mjukuu, ndivyo hivyo unavyompa kazi ya kuja kukusanya hiyo elimu. Kwa hiyo katika ulimwengu uchague sehemu mbili. Uchague kipengele cha kukusanya, kurahisishia, kwa sababu tafsiri ya kukusanya ni sawa na hazina. Hebu fikiria wewe mwenyewe ukiwa na hazina ndani, unakuwa unamrahisishia mtoto wako kiasi gani jinsi ya kuishi. Sasa hazina ninayoizungumzia mimi ndio hiyo. Elimu ndio inayojenga imani fulani. Elimu ndio inapiga mihuri kwenye akili yetu ya ndani. Elimu ndio inaandika pale mwili unasoma. Sasa ukipata, kama unaweza kunielewa ukatambua hili, kuanzia leo ujenge tabia ya badala ya kutawanya, wewe unakusanya. Usimuone mtu mwenye mtazamo wa tofauti ukampa chuki. Ukumbuke nilikufundisha habari ya chuki ni frequency ya aina gani. Hiyo ni zana ilipandikizwa na watu. Baada ya kwamba wamefanikiwa kufanya hivyo, ndipo ambapo waliinuka, na leo hii inaonekana wao ni matajiri kushinda sisi. Sisi tukikusanya huo uhai unaozungumzia mimi ni elimu ya kiroho. Kila kitu ambacho kimetawanya, elimu nyingi ambazo zimetawanywa ni kutupagawisha tu, kutuchanganya. Siku ambayo tutafanikiwa kurudisha pamoja, tukajitawala, tukawa na elimu hiyo ya ufahamu. Ndio maana watu ambao wamefanikiwa kupata ufahamu huo wanapata fedha, wengine wananali pesa. Naepuka sana hali ya kuamini kwamba katika hali nzuri uamini kwamba eti pesa ndiyo hali nzuri ya juu kushinda hali zingine. Pesa ni kitu kidogo. Pesa ni hali nzuri, lakini hali nzuri ya chini. Zipo hali zingine nzuri kuzidi pesa. Pesa hizi za makaratasi huwezi kulinganisha na dhahabu. Huwezi kulinganisha na madini. Madini ni hali nzuri kushinda fedha. Wote tunaweza kukubaliana hilo. Si umenielewa hapo? Hebu tuelewane. Kwa jinsi unavyoenda shule, ndivyo hivyo unavyoenda kujifunza jinsi ya kusafirisha kipande cha uhai. Sasa unatakiwa ugeuze. Nimekusikia mtu mmoja anakuambia kwamba mtu akikushambulia usimreact, yani usireact, hebu respond. Usireact, usimpinge. Hebu badilisha hiyo negative energy kuwa positive kwa upande wako. Sasa ikiwa umegundua hili swala, achana kushikilia misimamo ya kipumbavu. Uache kushikilia misimamo ya kipumbavu ya kifara. Anza kukusanya kwa ajili ya mtoto wako utakayemzaa. Kama mtoto wako wa saizi ameharibika, anza kukusanya, fundisha watu wengine ambao wanaweza kukuelewa hili swala.
Mimi ninavyokuwa naongea, siongei eti kukulazimisha, hapana. Wanakuambia maneno yana nguvu. Naongea ili ujenge picha. Kujenga picha ndio jicho la tatu. Kujenga picha na kupata mtazamo wa maana ninachokiongea ni sawa na kuingia kwenye fikra zangu za ndani na ukaona nini ninachokiwaza. Na asili ya mambo, mtu huwezi ukajiona. Sawa, utajiona, lakini huwezi ukajiona kwa kiwango kile. Mara nyingi mtu ukiwa unamuona pale ndio unaweza ukamuona na ukamtafsiri vizuri wewe wa nje. Sasa wewe unaweza kaingia kwenye fikra zangu za leo ukajaribu kutafakari. Yaani usikalili eti kwamba si kwenye kitabu, kwenye Qur'ani ulisoma hivi, si ukasoma ukakuta Yesu, si shuleni ukafanya. Usikalili hivyo vya kuambiwa. Hebu ingia kwenye ufahamu wako. Kwenye ufahamu wako wewe mwenyewe. Ingia kwenye ufahamu wako. Uangalie na ujaribu kuelewa ninachokuambia kwamba uhai, kukusanya. Yaani kukusanya kitu afu ukiunde. Ndicho kinachofanya sisi hatuwezi kutengeneza magari hapa sisi wa Afrika, ndio tunapata ugumu kutokana na hapo. Kwa sababu pindi unapokuwa unapata elimu ya kujifahamu, sio kujifahamu, sio kujifahamu. Issue ni kupata ule uwezo wa kutoa kitu kilichopo kwenye fikra za ndotoni za maono, kukileta kukicholea mchoro kwenye karatasi. Unasema sasa nimeota nimejenga daraja zuri kiwango hichi. Hebu chora jinsi unavyofikiria. Hiyo legelege. Nenda huko kazurule. Ukija hapo utakuta akili zimekuja za namna ya kuboresha hicho kitu. Ndio teknolojia inavyoundwa hivyo. Sasa mimi uwezo kaniambia kwamba nikae nianze kusema kujifunza Kiingereza, na unasema how you, yani ile unajua, yani unajikuta ni unajifunza Kiingereza kama unataka utoke leo ukaende ukaishi Uingereza. Huo ni ufala. Mimi uwezo kanikuta eti na shanadia Kiingereza. Kwa sababu gani? Wapo watu hawajaenda shule lakini wamezaliwa, ile ni nia ya kuja duniani. Sasa uwezo kaniambia eti mtu ambaye amekuja duniani hajui Kiingereza eti kwamba sio mtu au ni mpumbavu. Hizo ni fikra za kishetani. Kila mtu ni mtu, hata ambaye hajaenda shule. Kikubwa tu sio chize, ni mtu. Ni mtu na yeye. Yaani ana ukubwa wake. Sasa mtu unaenda shule, unarudi na shughuli za unarudi na fikra za shule. Mimi sifoki, labda si kama na fox, si na foka. Fikra za shule, unarudi unaanza kudharau watu wengine ambao hawajasoma, wakati ni watu kama wewe, wamezaliwa kama wewe. Yaani utofauti wake na wewe ni nani? Ni kitu gani yani hasa? Unamwambia kwanza wewe hujui Kiingereza, mimi najua. Mimi ni msome kushinda wewe. Usome ni kitu gani? Yaani wewe umejifunza kikamilifu jinsi ya kuendeleza kusambaza hivyo vipande ambavyo vinaweza ukiviunganisha vikatengeneza uhai. Pesa ni matokeo, lakini sio matokeo, ni matokeo na anatengeneza hali nzuri. Na fedha siku zote huwezi ukaipata kwenye low frequency. Fedha inaupata kwenye high frequency. Ukiwa na hofu, sijui nini, wasiwasi na nini, huwezi ukapata fedha. Video leo imekuwa ndefu sana. Mimi naona niongee tu. Zana nyingine ni hiyo. Tunalaumu wazazi wetu, tunalaumu wazee wetu. Mimi huwa napenda kusema ni kweli wapo wazee ambao wanaweza kukufundisha mambo ya zamani, lakini anakufundisha hakwambii kwamba eti ndio hapo hapo. Akikwambia kitu, huo ni ufunguo wa kufungulia kodi baadhi kwenye ulimwengu. Yeye mwenyewe ukute alizaliwa kipindi cha ukoloni. Kwani ukoloni umeanza lini? 1119 yupo Mjerumani Mjengoni hapa. Mjerumani yuko hapa Tanzania. 1119. Ni nani ambaye alizaliwa 1119 bado yupo mpaka sasa hivi? Huyo mtu amezaliwa kipindi cha ukoloni. Nani alizaliwa 1110 1919? Si alikuwepo Mjerumani hapa, ndio ametimuliwa akaja Muingereza nafikiri. Ndio tumesoma hivi. 1919. Ndio ametimuliwa Muingereza, Mjerumani kwa ajili ya athari za vita ya kwanza ya dunia, akaja Muingereza. Wote hao. Na kabla ya hapo alikuwepo sultani kule Zanzibar, kabla ya watu wazungu wao. Zote hizo ni fikra za kinini za kikutawaliwa. Kwa unaweza kujiuliza kwamba
na kuna watu wapo kwenye jamii wanaendelea kutumika bila wenyewe kujua. Jinsi unavyoshikilia imani fulani ambayo umejifunza sehemu fulani ikakuingia moyoni, ukaipigilia muhuri. Kumbuka mwili wako unasoma kwenye akili ya nyuma. Yaani pale ndio unasoma kwamba nifanye nini, unasoma pale. Yaani pale unasoma. Yaani unasoma kwenye akili yako ya nyuma, ndio unaposoma, ndio ubao wake. Kwa kile ulichokiandika kwenye akili ya nyuma pale, ndio hicho kitu mwili unafanya, na ndio unajua ni kawaida hivyo hivyo. Yaani kawaida inatoka pale. Hicho kitu ulichokiandika pale. Ukisema ni kawaida mimi kuwa na pesa, au ukisema pesa ni kitu gani? Pesa ni kitu kidogo kwangu. Ukajenga ni mazoea. Inakuwa kama vile ambavyo ukiwa na papala umepoteza kasindano ndani. Uwezo ukakaona. Lakini siku umetulia vizuri, umetulia huna hata shida nako, ndio unakaona. Ndio jinsi pesa ilivyo. Ukiwa unaiwaza, sijui una stress nayo na nini, inakuwa ngumu. Lakini siku ambayo unasema pesa ni kitu kidogo, mimi ni mtu mkubwa kuliko pesa, pesa itakuja. Yaani ukiona pesa ni ya kawaida, basi inakuwepo tu, ipo tu kwenye mazingira yako. Na inakujaga na ishara. 888 ni ishara ya fedha, na ishara ya utajiri. 888. 777 ni ishara ya siri za ndani, utafiti wa kina. 777. Nimekupa na kodi zingine. Kwa hiyo hujasoma elimu ya namba utanani. Lakini nataka nije kwenye swala lingine, labda utakufungua mtu. Nimekuwa nimekifundisha low frequency na high frequency kwa kipindi kirefu. Nimekuwa nikifundisha hali hizo kwa kipindi kirefu. Lakini nataka nizungumzie kitu kimoja. Kuna ile mtazamo, mtu unaambiwa kwamba baba yako anakuloga au ndugu yako fulani anakuloga. Nataka nikupe tafsiri. Twende mbele twende nyuma, inaweza ikawa kweli au inaweza ikawa uongo. Lakini nataka mimi niangalie kwa upande wa chanya. Mimi naamini baba yako au mama yako angekuwa na shida na wewe, hachelewi kukuua, yani anakuua mapema. Angekuwa ishakuua, hawezi kukuruhusu ufe. Shida inakuja wapi? Wazazi wetu hawana elimu ya kiroho. Hawana elimu ya kiroho. Kutokana na hawana elimu ya kiroho, wanashambuliwa kiurahisi na nguvu hasi. Sasa badala ya kutoa upendo, wanatoa sumu kwetu sisi. Na kumbuka asili ya mwanadamu, hata ukiwa mdogo unamsikiliza mtu mkubwa, hasa yule anayekuzunguka, hasa yule unayemwamini. Sasa baba yako au mama yako hana elimu ya kiroho, si unaelewa? Energy nyingi zinamuingia yeye, na yeye mwenyewe ni binadamu. Energy anakutana na negative nyingi. Wachawi wanakuwa wanamtarget. Kwa sababu gani? Uchawi ni kitu gani? Uchawi sio issue ya kwamba eti mtu atakunini. Kweli watu wana target mtu fulani, unamtarget unampata. Chukua nguo yake sio na nini ili umpate. Sio rahisi kumloga mtu, hadi upitie process nyingi. Uchawi au mambo mabaya nilikuwa nimekufundisha kwenye frequency. Ni sawa wewe, nataka nikupe lugha ya picha. Lugha ya picha nataka nikupe kitu ambacho kitatengeneza nani. Ukiwa una operate kwenye low frequency, una wasiwasi, una kisasi, una wivu, una aibu, unahisi nini? Hali zote mbaya nilikuwa nimetaja hapo. Nilikuwa nimetaja nyingi kweli. Nilikuwa nimezitaja nyingi kweli. Unaweza ukaangalia low frequency ishara yake ni nini? Low frequency nilikuwa nimezitaja. Sasa mzazi wako pindi anapokuwa na hofu, sio kwamba eti wachawi wanamloga, anaingia kwenye ulimwengu wa hayo mambo. Nakumbuka hapa kwenye ulimwengu kuna nishati za aina nyingi. Hapo majini, na majini yanaishi kwenye low frequency. Tambua hilo. Majini, roho wabaya, mababu wabaya wapo kwenye low frequency wote. Kwa kisha shuka kwenye low frequency. Ni sawa nikupe mfano. Ni sawa wewe, labda wewe ulikuwa unaishi Kilimanjaro. Au tuseme ulikuwa unaishi mji gani maarufu, Dodoma.
tulitaja Dodoma ilipo Ikulu kwa sababu ndio inahitaji watu wote wanaweza kuijua mahali popote. Tuseme wewe ulikuwa unaishi Dodoma. Sasa pale Dodoma watu wanakutafuta bila sababu, yani bila sababu wanakutafuta tu, wanataka wakuzuru kwa mfano. Wanakutafuta tu, wanakutafuta. Ukasema namna sahihi hapa ni kuhama mkoa. Labda wale watu hawana uwezo wa kutoka kwenye huo mkoa, kwa sababu mazingira ya nje ya mkoa huo wakifika wenyewe wanaweza kufa, yani sio favorable kama ilivyo miti fulani inaota maeneo fulani haioti. Hivyo ndivyo ambavyo low frequency ipo. Ukiwa kwenye low frequency, sawa, umeenda Dodoma ambapo ulikuwa unatafutwa, yani upo kwenye wimbi hilo, watu wa namna hiyo, watu wenye chuki ambao hawaelewi nini na nini, yani mambo ya hivyo, unakuwa kwenye giza low frequency. Ukishuka kwenye low frequency, ujue upo kwenye hali hiyo. Muda wowote atakupitia pepo mbaya, muda wowote atakupitia pepo mbaya, muda wowote atakuvaa roho au ukoo mbaya, yule ambaye labda alijiua, yule ambaye alijinyonga, yule ambaye alibaka, au atakuvaa jini kutokana na hali ulionayo. Haya, jini labda ambaye anapenda vya kubaka, jini yoyote tu, yani roho yoyote inakuvaa tu kwa sababu uko kwenye mazingira yake. Ni sawa na vile ukienda sehemu inayonuka, utatoka na hiyo harufu. Ili usitoke na harufu ya hiyo inayonuka, usipite hapo panaponuka. Kwa ukiwa kwenye low frequency unakuwa kwenye hayo mazingira. Nakumbuka sisi tupo spiritual, kiroho tupo connected na ndugu. Tuko connected na ndugu. Si umeelewa? Tupo connected. Sasa jinsi anavyojisikia mzazi wako na nini, inakuwa ni kama tumakombola tunaruka tu wenyewe. Tupo connected. Ili uhamishe maji kwa fulani yaje kwako, lazima uunganishe bomba. Lakini yakiwa kwa fulani hapo inaweza kaingia kwenye chumba cha Abdalla pale, yakaingia kwenye chumba cha Juma pale, yakaingia kwenye chumba cha Asha humo ndani. Lakini ili aende kwa mama fulani hapo, lazima bomba lingine litoke liende kule. Kwa nyie kwenye familia mpo connected kwa mfumo huo. Umeelewa? Ukitilia sumu ukachoma sindano kwenye bomba lili moja labda, au kwenye chanzo pale ukachoma chap, sumu itasambaa. Ndio huo mfumo. Ndio maana nakwambia kuna familia nyingine wamezaliwa ni maskini, huko kanisani wanakemea, kemea roho ya umaskini, kemea ushetani. Sasa bila kujua kwamba ushetani wenyewe ukiutamka umejisajili tena, umeweka kwenye ubao wako. Nafikiri umenielewa. Zana moja hapa nataka kuzungumza. Kwa mzazi wako kama hana elimu ya kiroho hii, anashambuliwa na hiyo elimu ya kiroho, moja kwa moja mwenyewe anakuwa na wasiwasi. Nakumbuka kwenye somo moja nilikufundisha kwamba mtoto mdogo huwezi kumloga. Ukitaka kumloga mtoto mdogo, utumie mzazi wake. Yaani utumie mzazi wake ndio utampata. Hivyo ndio hii hali inaendelea hata tukikua. Utaenda kwa mganga atakwambia babako anakuloga. Kumbe babako maskini mwenyewe haelewi elimu ya kiroho hii, haelewi. Yeye mwenyewe anaoperate kwenye low frequencies zimemvaa, ndio anajua jinsi ya kuzitoa ni kanisani. Kanisani kwenyewe akifika anapewa mafumbo, anaambiwa mnara wa Babeli. Sasa mnara wa Babeli anaanza kujua kwamba labda ulijengwa huko Israeli. Kazi inakuwa ngumu sana. Yaani kazi inakuwa ngumu. Unaanza kuambia stories za Mtume Muhammad, unaambia kwamba alikuwa pangoni, si malaika akamfanyaje, alikuwa anatetemeka, anaogopa. Unajua kabla kule kutakuwa na pango ambalo alijificha Mtume Muhammad. Unaona hizo mambo. Kwa unajikuta unajenga picha ya kitu ambacho ni umekosea. Kwa hiyo sasa mimi najua mzazi wako angekuwa anakuloga kiasi cha kutaka kukuua, angekuwa kaisha kuua muda mrefu. Lakini sasa tatizo yeye mwenyewe hana elimu ya kiroho, anashambuliwa kama mwenyewe unavyoshambuliwa. Na kishambuliwa yeye, jinsi unavyokuwa uko na ukaribu naye, ile nguvu inatoka inakuja moja kwa moja na wewe inakushusha, unaingia kwenye hali hiyo. Lakini kukwambia kwamba mzazi wako anakuloga ni ile kwamba kuna mfereji umepita kati yako wewe na mzee. Si umeelewa? Yaani kuna mfereji umepita katikati yako wewe na mzee. Katikati yako wewe na mama, katikati yako wewe na mtu fulani. Light angekuwa anajua hii elimu ya kiroho, angekuwa anajua jinsi ya kukataa hizi shida.
nawe ungekuwa salama. Natoa ushahidi mwingine. Unakuta familia nyingine ni matajiri tu. Ni kwa sababu pesa, nimekwambia, inaoperate kwenye high frequency. Pesa automatic, wale watoto wanakuwa, kwa sababu pesa ipo kwenye high frequency, wanakuwa wana high frequency. Yaani hawafikirii kama eti kuna kuaga na shida kwenye hii dunia. Yaani hawajui. Wewe si kwa ajili unazijua shida. Kwa ajili unazijua shida, unakuwa unazifikiria tu shida zinakuasili. Lakini yeye yupo kwenye high frequency, yupo kwenye fedha. Ndio maana mtu akakwambia ukitaka kufanikiwa, usiogope haya madini. Ukachukue pete sijui ya dhahabu uvae. Dhahabu ni tafsiri yake ni nini? Ili angalau kale kahali kakuvae, kahali frequency, kahali ka mali kakuvae. Anakuambia hii ukivaa unajisikia kujiamini, unakuwa na hekima. Yaani madini automatic ndio hivyo ilivyo. Madini precious, vitu precious, sijui mimi Kiingereza. Si ndio precious metal sijui. Ila madini jinsi unavyojisikia, unajisikiaje ukiona madini? Ile hali nzuri unajisikiaje ukipata hela? Ulikuwa hujawahi kushika milioni 50 ikaja pap, unajisikiaje? Sasa ile hali wenzako wameizoea. Mili yao inatetema kwenye vibration hizo. Si umeelewa? Sijui umenielewa. Sijui unanielewa. Huo ni utajiri wa halali, jinsi unavyoishi. Wanakuambia ukuta ukoo fulani ni maskini. Umaskini ni low frequency. Ukiukubali ukasema ndimi ndio umaskini, unajisajili pale, wewe ni maskini. Ndio unajisajili hivyo. Wanapokwenda kanisani au wapi anakuambia kataa sui nini, kataa kukataa ni nini? Lazima ufute pale kwenye akili yako, kwa sababu mwili wako ili uishi, yani ukawaida wako unatokana na pale kwenye akili ya nyuma. Na biki ya akili ya nyuma ni ubongo wa mbele, ni masikio, ni pua, ni jicho la tatu. Tena jicho la tatu ndio biki, tuseme ni marker pen. Jicho la tatu likiandika linaandika kwa herufi kubwa. Jicho la tatu linafanya kazi ya kutengeneza picha kwenye ubongo ili ubongo ujenge frequency fulani. Ubongo wa nyuma ili ujenge frequency fulani. Hiyo ni zana mbalimbali tumejifunza. Kwa hiyo sasa utakutana na elimu. Leo nimeona na sasa mimi nilichoona kitu kimoja. Kitu ambacho nimeona kama wazungu mwisho wa siku vitu huwa vinafika kwenye mzunguko wa mwisho. Mtu unakuwa uwezi kuvishikilia tena. Unaweza kushikilia siri. Wameleta hizi AI. Hivi unajua hizi AI inakupa ukweli wa kila kitu. Hapo ndio walipofeli. Wameficha siri kwa miaka mingi, lakini hapo kwenye AI wamekuja kubugi. AI itakuelezea siri ambazo wameficha miaka na miaka. Itakuelezea maisha ya nyota. Itakwambia nyota huwa inakuwa hivi na hivi, itakuelekeza galaxy ni kitu gani angani. Na wenyewe wametega vifaa huko angani, vinaangalia kila siku, vinaangalia mizunguko ya nyota, mizunguko ya sayari ili kutabiri matukio mbalimbali. Kutakuwa na mvua kubwa, kutakuwa na tetemeko, kutakuwa sivi na nini, kuna vifaa huko vya kisayansi. Lakini wakaleta AI. AI jinsi ile vinafanya communication kwa internet. AI yenyewe ipo inafanya kazi, inatumia internet kwa sababu zilipo connected server kadhaa. Server ziwezi kuwa connected kwa waya. Eti moja ipo huku na huko. Zile zinakuwa connected kwa kutumia internet. Sasa AI yenyewe ikiwa inakupa majibu, inatoa kwenye vyanzo mbalimbali vya ufahamu. Kwa kijua kutumia AI unaweza kujiponya. Unaweza kujiponya. Nilikuwa nimeelezea kitu kingine ambacho nimalizie ni upande wa ndoto. Mtu kila siku unaenda kanisani, lakini ukirudi nyumbani unaota ndoto mbaya. Kila siku unaenda msikitini, ukirudi unaota ndoto mbaya. Unaenda kwa mganga, unarudi unaota ndoto mbaya. Ukienda kwa mganga anafungua lango lako la ndoto. Anafungua hiyo akili ya nyuma. Si unaelewa? Anafungua malango yako ya ndoto, yanafunguka. Sasa mtu unatakiwa ujifunze jinsi ya kulinda malango yako ya ndoto. Kuna muda unayafungua lakini hujui kuyalinda. Hujui kuyalinda. Huwezi kuyalinda malango ya ndoto ukiwa ndotoni. Hauwezi. Ili uyalinde malango ya ndoto lazima ujiandae kabla ya kulala. Ndio maana ukienda kanisani wanakuambia dua ya kulala. Wanakuambia sala ya kulala. Ukienda makanisani haya ya Kiingereza wanakuambia wenyewe wasemagi sala, wanasema gani? Hawasemi sala wenyewe. Wanaosema sala ni Roma. Hawa makanisa ya Kiingereza wanasema
maombi, omba. Wenyewe wanasema maombi. Ukienda msikitini anakuambia dua. Ukienda kwa mganga anakuambia wewe unasema hivi kabla ya kulala. Kwa lugha ya kitabu tunasema spell. Wewe una spell hivi. Kuongea na mababu yako. Mganga siku zote atakufundisha kuongea na mababu zako. Ndio anachofundisha mganga. Hiki sio nako kuelekeza mganga. Inafanya uhusiane na ndugu zako, mababu waliokufa. Sasa kama ni wabaya wote ndio utaisoma namba. Yaani inaitwa utaisoma namba. Kama babu zote wako wote ni wafu, ni wabaya. Hivyo kwa lazima ujifunze kulinda. Unalinda kwa staili gani? Lazima kabla ya kulala uangalie jinsi ya kupanda kwenye high frequency. Unapanda vipi? Uweze ukapanda tu kwamba mimi nataka kupanda. Nataka kupanda kwenye high frequency. Nataka high frequency. Uweze ukapanda kwa staili hiyo. Ndio maana wengine wanatumia miti shamba na wengine wanachoma udi. Mwingine anasikiliza muziki. Mwingine hivyo atakwambia si chumvi imefanyaje. Sasa mimi nakuja na triki moja hapa makini. Nilikuwa nakufundisha chakra. Nikakwambia hizi chakra bwana, kila hiyo ina nota yake hivyo unavyoona. Kila chakra ina nota yake. Kila chakra ina nota yake. Unaweza kaniambia nikutumie 7 chakra healing ina dakika 40, naweza nikakutumia kwenye WhatsApp yangu, kwenye WhatsApp yako. Hiyo ni free tu. Hiki kitabu hichi unanunua. Kina mambo mengi hichi kitabu. Kwa hiyo wakati kabla ya kulala pale, unajua mdalasini unanukia vizuri. Hebu nenda kawasikilize watu kuhusiana na mdalasini wanasemaje. Unajua karafuu inanukia vizuri. Nenda kawasikilize watu kuhusiana na karafuu wanasemaje. Inavuta pesa. Inavuta pesa. Ile inakuweka kwenye, yani mtu akikwambia karafuu au akikwambia mdalasini ni frequency ni inavuta pesa au inalinda pesa. Hebu fikiria jinsi unavyojisikiaga ukisikia harufu ya mdalasini. Vizuri Ni vizuri? Vizuri. Najua ni vizuri. Sasa hiyo vizuri unayosikia ni tafsiri ya frequency ya hiyo mdalasini. Mti wa mdalasini una frequency ya fedha. Si umeelewa? Kwa hiyo frequency ya fedha ni high frequency. Kwa hiyo hakikisha wakati unalala unapanda kwenye frequency unayoitaka. Kwa mfano, unataka ujisikie upendo. Sikiliza nyimbo ya mapenzi unaoipenda hadi ikuingie. Kwa sababu ukiwa unajisikia upendo, furaha, ile hisia ya kupenda, upo kwenye high frequency. Ukitaka ujisikie shukrani, andika mambo ambayo unayashukuru kwa siku hiyo au ambayo unayashukuru tangu umezaliwa. Yakumbuke, unajishangaa, unajisikia shukrani kutoka ndani yako. Hapo unakuwa umepanda kwenye high frequency. Kwa ukisha panda kwenye high frequency, low frequency haiwezi kupenya. Low frequency ni sana nilivyokuambia, upo Dodoma, alafu hao watu wanaokutafuta wapo Dodoma, ila hawawezi kuvuka Dodoma kwa ajili sehemu nyingine tofauti na Dodoma ni mazingira ambayo sio rafiki kwao, ama watakufa ama wanakuwa hawana nguvu. Nafikiri umenielewa. Sasa hivyo ndivyo unavyohama, yani hapo unakuwa umetoka Dodoma. Lakini sasa ukifungua malango ya ndoto afu upo Dodoma, unakuwa unaungana nao. Kumbuka hao ni vitu vya kiushenzi, uasherati, sijui wivu, ugomvi, ukorofi, ghasia zote, sijui mambo ya kinyume na maumbile uko yani. Hivyo, yani sijui unanielewa. Kwa ukisha ingia kwenye high frequency au muziki ambao unakufanyaga uwe na utulivu. Utulivu unafungua crown chakra. Ukifungua crown chakra inatiririka hekima ambayo hujui hata imetoka wapi. Unajua hekima wewe? Hekima unavyojua hekima. Yaani inakuja hekima sijui kutoka wapi. Ukiwa kwenye utulivu. Kwa hiyo sasa ukiweka utulivu unapata hekima. Ukiweka shukrani unajisikia amani. Ukiachilia upendo unapokea upendo. Ukiwa na furaha unatetema vizuri, yani unakuwa una sound good una sound good, yani kama ni harufu tuseme inanukia vizuri hivyo. Kwa nilikuwa nimesema nifanye hivyo. Kwa kama unaweza ungine nakwambia kama unaweza ukajita kuchukua, usiende ukachukue udi ambao ni udi ambao ni harufu ya low frequency. Hiyo si utaisoma na bali ukichanganya ukachoma udi
ambao ni afu usiku ukilala malango yanafunguka yenyewe, malango ya ndoto usiku. Nakumbuka moshi unaingia kwenye pua moja kwa moja. Kiingia kwenye pua unatafsiriwa kwenye akili ya ndani. Utapata hizo ndoto, utakuja kunisimulia magoli. Achana na magoli. Utapata hizo ndoto, mara sio anakuingilia kinyume na maumbile. Mara sio unalala na dada yako. Mara sio unalala na nani? Na ndugu yako. Sijui unaelewa. Sijui unaelewa. Sijui unaelewa. Sijui unielewi. Kulingana na unavyojisikia kabla ya kulala. Ndivyo hivyo utaota hizo ndoto. Ukifanikiwa wakati wa kulala ukapata mawazo mema pale, utashangaa hiyo siku umeota ndoto nzuri. Ukiwa na hofu wakati umelala, ndugu yangu, utaota hizo ndoto za makaburini hadi ukome. Yaani utaota ndoto za makaburini, unazika wafu hizo, utaota watu wafu wanafufuka, utaota hiyo mifupa ya marehemu, utakubali. Hiyo ndio njia rahisi hiyo. Kwa mimi huwa nafanyaje sasa? Nimeshafunga mdalasiri wangu kwenye kanguo. Nije ile chandarua ile viandarua laini vile. Kwa nimekikunja hivyo na ngapi nikaufunga ule mdalasiri. Kwa nikitaka kulala, kwa sababu ile hali ya harufu ile nzuri sinakuwa inaingia moja kwenye akili. Kwa naweka kwenye pua wakati wa kulala. Kwa hadi nakuja kupata usingizi na kwa nilikuwa najisikia ile hali ya ile hali ya burudani ya mdalasiri. Hata hivi ninavyoongea ndio watu wanatumiaga na madawa ya kulevya hivyo hivyo. Nakumbuka madawa ya kulevya nayo ni frequency ambayo inazalishwa kwenye maabara. Ni high frequency ya kiwango cha juu sana, inazalishwa maabara. Inachanganywa mchanganyo huo, inatengenezwa frequency mpya ambao sio nishati ya dunia. Inafanya watu wawe mataila. Yangu ni hayo, kama yamekusaidia ukikutana na hii hapa, kama ni Facebook ulikuwa hujafollow, follow. Kama umetukutana nayo ni YouTube ulikuwa hujasubscribe, subscribe, kwa sababu najua ukisubscribe siku nimekuja na somo lingine. Utapata notification. Na ukiwa umefollow utakuwa una scroll hivi utakutana na video yangu nilikuwa naongea mambo mazuri kama haya. Lakini lingine la zaidi, watu wengi wanaofundisha mambo ya kiroho wanakuambia ujiunge nao, waende wakakufundisha kufanya meditation. Ni sawa. Baada ya kufahamu elimu hii, unaweza kaenda kujiunga nao kwa sababu utakuwa unaelewa kila kitu, high frequency, low frequency, mchanganyo wa vitu, mitetemo, kwa sababu hichi kitabu nimeandika na miti hadi 30 ya high frequency na miti 30 ya low frequency, miti ambao wanatumia wachawi kulogea. Kwa hiyo mtu asikufundishe tu kwamba hii dawa unamloga mpenzi wako, hii dawa unaingiloga sijui nini na nini. Hebu angalia kitu unachologea ni kitu gani. Hichi kitabu nimeandika yote hayo nimeandika. Kwa hiyo sio gharama kubwa. Watu wanafundisha elimu za kiroho, mwingine atakwambia 100,000, 50,000 ngapi. Lakini mimi ni vile tu hata muda wa kuandaa ni muda. Lakini yani kama inabidi yani nilikuwa naweza hata yani kwa sababu unapofanya kazi fulani, unaacha kazi shughuli zingine, unafanya shughuli nyingine. Kuandaa kitabu halili hivi na hivi, inakuwa ngumu kukitoa bure. Yani inakuwa ngumu. Japo mwingine anakuwa anaona kama ni utapeli kwamba sasa kitabu natumiwaje kwenye WhatsApp. Hichi kitabu kikipata kina elimu nyingi, kina chakra, kina masuala ya homoni yanayokuelekeza jinsi ya kutengeneza, wapi ambapo utaenda kuwa unapandishia frequency, sehemu ya kutengeneza ambao unaweza kaongea na mababu zako au wakale, au inakufundisha jinsi gani ukienda kanisani uombe kwa namna gani. Yaani ni mambo mema. Ni 25,000 yako tu. Utakipata hichi kitabu kwenye WhatsApp. Ni soft copy. Kwa gharama ya saizi ni shilingi 25,000. Jinsi watu wanavyoendelea kukichukua hichi kitabu, jinsi wanavyoendelea kukichukua, na huu ni mwisho wa mwaka. Hichi kitabu gharama yake ni shilingi 50,000, lakini huu ni mwisho wa mwaka nimeweka 25,000. Kwa hiyo kwa saizi kitakuwa 25,000. Au hadi wakati nitakaoamua mimi. Hadi wakati utakaofika mimi nitakapoamua kwamba hichi kitabu niuze 50,000, kwa sababu kuuza bei kubwa sio sifa. Sio wote wenye uwezo wa kutoa 50,000. Alafu kama nilivyosema, wenye shida za kila siku, hata hali zao za kiuchumi zinatatanisha. Wenye shida, wenye changamoto, wanaopaliti kwenye low frequency, hali zao za kiuchumi ni changamoto. Kwa kuuza kwa bei kubwa sio sifa. Nataka upate. Labda utakuja kupata mafunuo mengine kwa fulani kupitia hii elimu ninayokupa. Alafu yeye mafundisha utasema huyu jamaa huyu
alinifundisha kitu kikubwa sana, au yule jamaa alinipotosha, au yule jamaa japo alikuwa anaongea kitu cha ovyo ovyo, lakini kimenisaidia kwa upande huu hapa. Basi mimi nikutakia wakati mwema hadi tutakapokutana wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akijalia.